Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji wa TV Iman popote pale ulipo na ule ambaye hivi sasa unatufuatilia vyema kabisa kupitia Radio Iman. Tunakuomba radhi kuchelewa kwa dakika hizo ambazo zimeondoka kwa sababu ambazo ziko nje uwezo, lakini alhamdulillah wageni wangu ambao nitaraji watafika leo na wamefika, na mengi tutayazungumza. Ni umoja wa walimu wa madrasa ule wa Morogoro almaarufu wa Mamo. Niko na swahiba hapa ambaye ni mwenyekiti anaitwa Ustadh Uwaisu Rajabu Siri Sheikh msikiti, lakini amebatana na Banacha ambaye ni katibu wake. Mashaallah, asalamu alaykum wa barakatuh. Salaam. Mashallah, mimi niwakumbuka sana bwana. Japo tunakutana huko mjini lakini hapa ni majlisi haya. Kweli wewe si Chamwino? Chamwino lakini unajua triple shamba triple garage. Bwana Ana miji miwili ana. Kweli, lakini hali vipi bwana Ustadh Uwaisu? Bako umefika hapa bana? Ndio. Sawa sawa. Katibu vipi? Mimi kwangu alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Kwanza kwa mambo mawili. Anasema cha kwanza kufikia lengo. Ndio. Sababu kuna watu wameidiliki Ramadhani. Lakini saa hizi wanakula vidonge, wengine wanapigwa dripu, hawakuweza kuifunga Ramadhani. Lakini alhamdulillah nimeifunga Ramadhani na tunaendelea nayo vizuri, naendelea kunufaika nayo. Napata mpaka nguvu za kuswali tarawih, nasema alhamdulillah. Kweli. Lakini pili, kuona afya ya kipenzi changu Sheikh Msikiti na imarika siku hadi siku, mpaka napata muda wa kupaka bwana mambo fulani kwenye macho hivi. Tunasema alhamdulillah. Basi upo lakini Naam. Ndio bwana. Sawa. Mashaallah. Mwenyezi Mungu atamrudishia zaidi afya yake. Lakini mtazamaji na msikilizaji pia nao wamuelekezee maombi yao kwamba mwenzetu azidi kuimarika, tuendelee na majukumu mengine. Wasi anahitaji dua tu. Maparachichi mimi na uchuli tupo. Ala. Na mashallah bwana Wasi wa vijana wa ndani bwana wanakupenda sana. Adhani umeshuhudia hilo Kabla ya kuanza kipindi na kile kuzungumza ambacho tumekusudia. Kwa niaba ya nashukuru. Haya ni mapenzi. Siwezi kusema nimefanywa nini. Ni siri yetu kati yangu mimi na nyinyi na Allah. Sawa. Alhamdulillah, Allah akubariki sana. Amina bwana. Afanyie mambo makubwa sana. Amin. Kuliko yale ambayo mmeyafanya juu yangu. Amina. Nimefarijika kwa kiwango kikubwa mno, lakini naomba nifikishie salamu kwa sababu siwezi kuzungumza nao wote. Ndio. Lakini kwa niaba yao chukua hizo salamu zifikishe. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu wewe ndio unaozesha sana vijana ndani. Ala. Mke mmoja au wawili, Sheikh wetu hapa Yeye ndo anafanya mambo. Sio za siri. Naomba kubariki sana. Amina. Banacho bwana, Ramadhani ndio inaelekea ukingoni sana rafiki yangu. Naam. Unalipi kwanza la kuambia wasikilizaji kabla tujaja na wamamo wana jambo gani? Cha kwanza mimi nitangulia kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama nilivyosema. Naam. Kwanza kutufanya tukifunga tukiwa na amani kwa ngazi ya nchi yetu, mikoa na kila maeneo. Jambo kubwa sana. Kuna wenzetu wanafunga lakini futuru zao wanajua popote atafuturu kulingana na kukosa amani ya nchi yao. Sisi nchi yetu alhamdulillah ina amani ya kutosha. Watu wanaalikana. Mwaka huu hatualikwi iftari. Mwaka huu ni daku nasikia. Tunaalikwa daku mwaka huu. Kwa hiyo wewe mwenyewe jipange tu kama na bodaboda yako nini? Muda fulani tunaunga. Lakini Sheikh Msikiti tunamwacha kwa sababu wakati huo baridi inakuwa imepanda kidogo. Inabidi atulizane. Atulizane, tuache sisi na bwana uchuli. Kwa hiyo cha kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuimarishia amani ya nchi yetu, na tunamwomba Mwenyezi Mungu azidi kuatia hikma viongozi wetu, wazidi kuipenda nchi yetu na sisi wenyewe pia tuipende nchi yetu. Lakini pili, namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuona kwamba watu namna gani wanaimarika katika kheri. Ndio. Hili pia ni jambo ambalo tunatakiwa sisi tuliangalie kwa jicho lingine. Mimi nataka niwaambie jambo dogo. Ramadhani inaondoka. Na tunamshukuru Mungu, Ramadhani haijapita bila kuonana na wapenzi wetu watazamaji ambao wanatuona kupitia runinga zao kwa waliko. Wapenzi wa Sheikh Uwaisu, wapenzi wa TV Imani na kadhalika. Kwa hiyo pia nao tunawashukuru kuweza kukubali kutenga muda wao kufuatilia vipindi mbalimbali na kuiunga mkono Tifu Media. Na mimi nachotaka kuambia ni kwamba umekuja mwezi mtukufu Ramadhani kutengeneza nafsi zetu. Ndio. Lakini tuna mambo ambayo kila siku tunayalalamikia katika jamii, kiwemo
mmomonyoko wa maadili, watu kutojali elimu ya dini, watu kutofanya 1, 2, 3. Mimi leo nimekuja na aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Katika sura Fusilati Mwenyezi Mungu anasema katika aya 23 baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, Mungu anatutaka waja wake sisi kwa kutuambia wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a. Hayafanani sawa mafanikio yanayopatikana kwa mwenye kutenda mema na mwenye kutenda maovu. Ndio. Kwa kuwa haya hayafanani, Mungu anatuelekeza sisi idfa billati ahsan. Naam. Basi tumia lile lilokuwa zuri kuondosha baya. Kwa sababu gani? Mungu anaeleza faida hilo, anatambia fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun, basi ukiondosha lile baya kwa jema, yule ambaye yeye anakufanyia baya ukimfanyia jema atakuwa nani? Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun kaannahu waliyyun hamim. Naam. Mungu anatuambia ukifanya kuondosha baya ukaliondosha kwa jema, basi yule ambaye alilifanya lile baya wewe ukaliondosha kwa kuleta jema, atabadilika kuwa ni kipenzi zaidi ya yale ambayo mabaya alikuwa anakufanyia. Unajifunza nini? Mwezi mtukufu Ramadhani umetukataza mambo mengi sana. Ikiwemo kuacha kusengenyana. Kuacha kutukanana. Yaani Ramadhani imekuja kutengeneza akhlaki zetu kwa ujumla. Ndio. Ni kwamba iondoke Ramadhani moyo wa limo usiwe na tone lolote la kumchukia hafidh. Moyo wa hafidh hivyo hivyo usimchukie limo wala kasimu wala uchuli wala mtu mwingine. Na moyo wa muumini juu ya muumini usiwe na doa lolote. Kwa hiyo tunafunzwa ndani ya Ramadhani pia aya hii inatuhusu katika maisha haya. Ni kwamba yeyote atakayekufanyia baya wewe mfanyie zuri. Ndio. Na ukimfanyia hivyo ile chuki iliyopatikana kwa kufanyiwa wewe jambo baya itaondoka na atabadilika, atakuwa mpenzi zaidi ya mpenzi. Na atakuwa ni zaidi ya ndugu ambaye alikuwa anaumia juu yako. Muangalie bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye yeye sisi ndio kudwa yetu. Na Mungu amethibitisha kwamba laqad ja'akum rasulun min anfusikum, au sio? Kisomo cha Ibn Abbas anatuambia min anfasikum, amewajilia mtume kutokana na nafsi zenu zilizotukuka. Maana naye alikuwa ni mtu kama sisi. Lakini kuna watu walimfanyia mabaya. Nini alikifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kufanywa mabaya yake mpaka yeye Mungu akamnyanyua daraja? Ramadhani imekuja kutunyanyua, kututoa pale tulipokuwepo, kutuongeza daraja lingine. Na Ramadhani inaisha, kila mmoja aipime nafsi yake. Ni kwamba je, Ramadhani ilipoingia iliponikuta nimenyanyuka? Sawa sawa. Na Ramadhani ilipoingia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia wamepata hasara watu watatu, lakini mmoja wapo ni yule ambaye tamdiriki Ramadhani mosi mpaka Ramadhani kaisha, kisha asisamehewe madhambi yake. Kwa nini? Inawezekana pia yeye hasamehi wezie yale waliomkosea, hasafishi moyo wake. Sasa ndugu zangu, siku zibaki ni chache, tumwangalie bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam namna gani aliwalipiza wema watu ambao walimfanyia mabaya, na hatimaye Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaingiza kwenye imani, nao akawa ni wafuasi wazuri katika dini. Naam. Tuangalie historia inatuonesha Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanyiwa mabaya mengi sana na watu, na katika kufanyiwa mabaya haya ilifikia hatua mpaka wengine wakawa wanahatarisha maisha yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini haikupata hapo hata siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam kuthibitika kwamba na yeye aliweka kisasi juu ya watu kama hao. Na miongoni mwa watu ambao walimfanyia mabaya makubwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahali alimfanyia mabaya sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikafika hatua kwa kupuuza kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam kulipiza yale mabaya, Mungu akaithibitisha kwamba wale watu walikufa nyoyo zao, yakadu yuzliquna bi absarihim, baada ya kuwa wamekufanyia vitimbi vyote sasa wameshindwa, basi wanatamani japo watumie macho yao kukuathiri we Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini hawakuweza kuyafanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwalipa mazuri moja baada ya mwingine, na tunaona katika visa vinavyoelezwa vya tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kusamehe sana watu. Yuko kijana ilikuwa kazi yake ni kuweka uchafu tu katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakupata hapo kufanyia baya. Alichofanya nini? Fa'fu anhum wasfah. Mtume anaamrishwa yeye kazi yake kubwa asamehe tu,
na afute kila lile lilikuwa katika moyo wake, Ndio. ili mradi naye apate msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo nazungumza na msikilizaji, mtazamaji wa Luninga. Hebu tuige tabia njema ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aliwatengeneza watu. Angalia Abu Sufyan alitangaza vita na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini katika kutengeneza kwake haya yote akawa anaona huyu mimi ngoja nimpoteze. Hakuweza kumpoteza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopigana vita akatekwa mwanawe, Mtume alimfanyia wema. Mwisho wa siku akageuka kuwa naye ni mfuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na akapigania Uislamu naye akawa namhami Mtume sallallahu alaihi wasallam, na akawa ni mtu bora sana kwake. Kwa nini nagusa haya? Wakati huu tunalalamika mmomonyoko wa maadili. Ndio. Sisi tunachukua hatua gani katika kuishi na aya hii kwamba Mungu anatuambia idfa billati hiya ahsan, tumia lilokuwa jema kuondosha baya. Tunasema tu watoto wetu leo wamekuwa makanna, watoto leo wamekuwa ni wasanii. Kisikia nyimbo ya msanii nayo kichwani, akisikia jambo hili la sanaa nalo kichwani. Sisi tuna zuri gani la kulipiga baya hili likaondoka? Ndio pointi yangu iko hapo. Kwa hiyo kama sisi tutakosa kitu kizuri cha kuja kuondosha hiki kibaya ambacho kinakula ubongo wa watoto zetu, kinakula maadili ya watoto zetu, tukabaki kusema kwamba watoto wanaharibika, watoto maadili yanapotea. Ndio. Sisi tuna zuri gani la kuliweka ili Mungu atusaidie katika kuondosha hili baya? Sawa. Zuri ambalo sisi tunatakiwa tulishike. Mtume Muhammad Sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam wasallam anaondoka katika ulimwengu huu, anasema taraktu fikum shay'ain, nimewaachia vitu viwili ambavyo ndio vizuri. In tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada. Tunatuambia katuachia vitu viwili tu, tukishikamana navyo vizuri hivi basi watu hawatopotoka milele. Ambacho cha kwanza ni kitabullah, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'ani. Je, jamii inaitumia Qur'ani ili isaidie kuondosha haya mabaya kwa kiasi gani? Au jamii inaichukua Qur'ani kama ni kitabu tu cha Mungu tukiweke ndani? Kwa hiyo cha kwanza ni lazima sisi Waislamu wenyewe sasa tukishike kitabu chetu. Tuseme kwamba hiki ndicho kitaondosha haya yote maovu yaliyokuwepo. Lakini tunakiondoshaje na tunaondosha vipi? Ni kila mmoja ajue kwamba mimi ni Muislamu, natakiwa niishi kwa mujibu wa kitabu changu. Naam. Na niondoshe mabaya kwa mujibu wa kitabu changu. Na nishikamane na sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo sisi tupate hili ndani ya Ramadhani hii, kwamba ili tuondoshe haya mabaya basi tupate zuri, kwa sababu hata Mungu mwenyewe anasema katika Qur'ani, ma nansakh min ayatin au nunsiha naati bi khairin minha au mithliha. Naam. Mungu anasema aondoshi aya yote katika aya za Qur'ani isipokuwa naati bi khairin minha, tunaleta kilichokuwa bora zaidi ya hiki ambacho kimeondoshwa, au mithliha, au chenye kufanana na hiki ambacho tunakiondosha. Tunapambana na mambo ambayo yanatupa taabu katika jamii. Leo unaona mtu akifunga namna gani anatahayari juu ya funga yake. Ndio. Akiangalia kulia anaona funga inatikiswa. Akiangalia kushoto funga inatikiswa. Akiangalia mbele funga inatikiswa. Kipi ambacho kitatuondosha? Na Mungu anatuambia haondoshi jambo, Ndio. ila ataleta bora kuliko lile au mfano wa lile. Kwa hiyo na sisi pia ili tufanikiwe kutengeneza haya maadili ambayo tunalalamikia leo, kwamba jamii inaondoka katika tabia njema inaingia katika tabia mbovu, basi cha kwanza muhimu sana ni kila Muislamu aone kwamba yeye anatakiwa aondoshe hili baya lilokuwepo kwa kufanya zuri. Na zuri ni kwamba ukimpeleka mwanao shuleni, ukahakikisha kwamba anasoma masomo ya shule na anarudi nyumbani unamfuatilia, basi mtengee muda wa dini pia nao asome. Kama ilivyo kwa siku hakosi kwenda shule kupata elimu ya maadili na mazingira, basi hakikisha na madrasa pia apate hivyo hivyo. Sawa. Japo kwa siku moja mtoto apate aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, ima inayomwamrisha jambo au ikamkataza jambo. Ndio. Huyu mtoto atakuja kuondosha maadili mabaya kwanza kwa ngazi ya familia. Ndio. Kwa sababu tunaambiwa katika misingi ya kuondosha tabia, aqimu dawlatal islami fi qulubikum takum fi ardhikum, simamisheni Uislamu katika nyoyo zenu, simamisheni maadili katika nyoyo zenu, na katika jamii pia itasimama, ili jamii iweze kunufaika na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Naam. Ramadhani imekuja kutengeneza maadili. Ndio maana ametukataza kusengenya, ametukataza kufitinisha, kusema urongo, kula viapo vya uongo, imetukataza Ramadhani. Katika miongoni mwa maadili ambayo Ramadhani imekuja kutengeneza, imekuja kutengeneza ndimi. Ndio. Basi ili tusimame na maadili yasimame ya Watanzania na dunia kiujumla,
kila mmoja kwanza apige hili baya tulilonalo kwa kutumia jema, na jema iliyokuwa kubwa ni Qur'ani, watu wakaishi ndani ya Qur'ani, kwamba apate aya ya kumkataza au ya kumwamrisha. Huyu ataondosha haya mabaya kwa ngazi kubwa sana. Lakini tukabaki kusema tu Ramadhani inaondoka. Leo na inaondoka kweli? Na inaondoka kwa mwishoni. Sasa hebu jiulize wewe, ilipoingia Ramadhani na mpaka sasa umepata asilimia ngapi kwamba Mungu amekusamehe madhambi yako kwa juhudi unayoifanya? Lakini angalia na wewe pia, una wangapi ambao umewasamehe waliokuomba msamaha na wasiokuomba msamaha, ili uweze kupata amani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndani ya Ramadhani hii tuondoke na kitu hiki ndani ya Jumaa ya leo. Idfa billati hiya ahsan, liondoshe baya basi kwa kutumia zuri. Na hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia pia, ikitokea mtu ameteleza akafanya baya, Mtume anatuambia fa'atbi sayyi'ata alhasana, fatilizia kila palipokuwa na ovu weka zuri. Ukifanya hivyo tamhuha, litaondoka lile ovu kwa zuri lilokuwepo. Leo alhamdulillah tunapita, mazuri yanafanywa, tunaona Uislamu leo unatajwa kwa kila sehemu. Tukipita mashuleni tunakuta visima vya muassasatul islamia, Islamic Foundation hao wamechimba visima, hawa wamechimba visima. Tunaondosha ile taswira kwamba Waislamu ni watu ambao hawana msaada na jamii. Leo ukienda kugusa popote unakuta msaada wa Uislamu upo. Mabango yamewekwa mbalimbali kwamba hiki kimefanywa na udhamini wa Waislamu chini ya taasisi fulani, chini manake tunapiga yale mabaya yaliyokuwa yanawekwa zamani kuonekana kwamba labda Waislamu ni watu ambao hawana msaada, hawana hivi. Inafanya jambo hili kuweza kuifanya jamii sasa kutambua kwamba pia tunaona hivi sasa hata magereza mashari watu wanapelekewa misaada mingi, watu wanafuturu alhamdulillah. Miaka nyuma kidogo ilikuwa ni mtihani lakini tunaishi ndani ya aya, maana kadri tunavyosoma hizi aya na tukazipatia maana tunaweza kuishi nazo. Kama hivyo leo tunaona alhamdulillah dhiki ndogo ndogo hizi za maji, baadhi ya sehemu kero zinatatuliwa. Ukiangalia unakuta waliofanya ni Waislamu, waliofanya ni Waislamu. Maana tunapiga yale mabaya tunayaondosha. Tumeacha ile vita kwamba avae juba asivae. Leo hazipo, huwezi kukuta mashuleni watu wanagombana avae juba asivae. Juba tena hakuna. Tunapiga kwa mujibu wa mazingira ambayo yanakwenda kwa sasa. Kwa hiyo na sisi pia jamani, humo mwenyewe kwa maadili tusibaki tukauangalia tu kwa kusema kwamba jamii inaharibika. Tutafute badali yake ni nini? Badali ni kwamba watu tupige kwa matendo mema. Tuyatangaze mema yaliyokuwemo ndani ya kitabu chetu. Huku tukiyafanyia kazi. Alhamdulillah, naamini ndani ya Ramadhani 3-4 haya mambo yatazidi kupungua. Asante mwalimu. Sasa kabla sijamkaribisha Ustadh Wesu Rajab Siri, kuna vitu vitatu ambavyo umevizungumza, mmomonyoko wa maadili, lakini kwa sababu Mtume amesema ametuachia vitu viwili. Qur'ani pamoja na Sunna. Na hii Qur'ani ndio itaondoa mabaya. Baadaye Ustadh Wesu atatueleza kwamba wamamu sasa mmejipanga vipi vijana kuwabebesha hiyo Qur'ani. Lakini kuna kitu ambacho Waislamu bado hatujakifanya, hususan ambao wamejaliwa kuwa na vipando. Acha kama cha kwako au cha kwangu. Pepo kipiga mvua tunakaa pembeni kwanza. Hususan ambao wana mabasi ambao wanapandisha abiria. Gari maandika mashallah limekuwa Ayatul Kursi upande na vitu vingine. Lakini ndani mbona tunapigwa nani? Jinga jinga? Bado kuna majinga jinga eti kwa nashinda kuiondoa au kani usipoweka vile atufiki. Mbona SGR hamna chochote mole? Tuna Simba tu wacheza mwaogelea. Kwanza kwa shaka ushapanda SGR sio kwamba kitu ambacho uje kukiona. Sema wewe ushapanda. Mimi nishapanda. Inabidi apande au inabidi apande ndio. Sasa muende wapi sasa? Ila unaponunua tunakushauri muda mwingine nayo wewe unapanda uone maendeleo ya nchi yetu. Kweli bwana inanyanyuka kiuchumi. SGR hakuna muziki Sheikh. Hakuna. Zaidi utasikia biti tu akukuzindua kituo kinachofanya. Unaambiwa tu kwanto leo itabidi Ijumaa kwa swali Dar es Salaam. Kwa story kwa elimu akapanda SGR. Hajaona raha yake. Hajaona raha bada. Haina foleni wala haina mataa. Sasa. Kwa hiyo hii point ni nzuri sana elimu umeigusa. Ni kukosa tu tamaduni. Ndio. Kwa sababu biashara haikufanyi wewe ukamwasi Allah. Sawa kabisa, naam. Lakini pili, biashara haikufanyi wewe usionyeshe kwamba wewe ni mtu wa dini gani. Iko gari moja mimi nishai kupanda. Kabla hamjaondoka watu mnaparazimwa kila kitu. Mnaambiwa sasa hivi jamani ni muda wa kuomba. Kila mmoja aombe kwa mujibu wa imani yake. Nakaa kimya dakika kadhaa, alafu anainuka mtu mmoja, yeye anaongoza maombi kwa mujibu wa
vile yeye ambavyo anaamini katika moyo wake. Kisha mkiondoka hapo mnakuta tu mambo tofauti tu yamewekwa na nini na nini ili kuziba. Mimi siku moja Limo nikupe kisa kidogo. Nilikuwa nampeleka mamangu kliniki Muhimbili hospitali. Nimepanda pakawekwa kitu ambacho kinaleta taswira mbaya kwa mimi ambaye niko na mamangu na watu ambao nawaheshimu. Sasa ndio Nikamfuata driver, nikamwambia driver, hiki ulichoweka ina maana hautambui kuna wazee wetu? Mimi niko na mamangu, hiki unaweka nini hiki? Kaambia samani ustadhi bwana, akatoa akaweka kitu kingine. Lakini hawa wenye gari hawa wamiliki wa magari ndio tunasema wao ndio wenye mamlaka. Ndio mamlaka ndio. Wao wenyewe pia wanashindwa kuelewa kwamba wao pia ni dhamana wamepewa ya nafsi za watu kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Ndio. Unapopewa dhamana ya nafsi ya mtu, basi kama utawatengenezea mazingira madhambi ujue nawe unapata. Yaani hili walitambue pia matajiri. Wanachotufanyia ni kwamba wao wanashindwa kuonesha kwamba hii gari ni ya mtu gani. Abiria hawawezi kuichagua gari kwa sababu ya imeandikwa mashaallah wakaiacha. Ndio. Au akasema kwamba mimi haifungamani na imani yangu, ili haliwezekani likawa limeachwa. Ila wao wenyewe sasa wanachunga sana maadili ya kibiashara kuliko maadili ya imani zao. Kwa sababu mali amewapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akili amewapa Mwenyezi Mungu. Wateja analeta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa naam. Vipi wao washindwe kumtegemea Mwenyezi Mungu? Juzi tulikuwa kwenye somo na shekhe tunasoma katika masomo haya ya elimu za kisheria. Akatuambia yeye alishawahi kwenda mpakani mwa Tanga na Mombasa. Aliwahi kulala hoteli moja imejengwa mfano wa behewa hizi. Lakini kati kuna uzio. Ukikaa huko Limo kule unaona ila huwezi kwenda. Hiyo ni hoteli Mkija wawili wewe na mkeo. Naambia ustadhi bwana leo utavumilia. Ila yako hii ya chumba kimoja tunakupa vyumba viwili. Hatutaki uthibitisho kwamba ule kuja naye ni mkeo ama vipi ama sio mkeo. Lakini huyu atalala kule, tutampa chumba kingine. Na wewe utalala huko. Aliondosha nini? Huyu ameondosha shubha. Kuna mtu anaweza kuja na hati ya ndoa akakuonesha kaoa kumbe sio mkeo. Kweli. Au jina lilokuwa mume la mwanamke mwingine aliyekuja naye ni mtu mwingine. Kwa hiyo yeye aliondosha hilo. Kwamba ukija hapa bwana wewe na mwanamke basi mwanamke atalala kule, wewe utalala kwa hela hiyo. Kwa hela hiyo anakupa vyumba viwili. Hataki apate madhambi kupitia biashara yake anayoifanya. Lakini watu wa mabasi wamejisahau sana. Na huwa wanaandika hadha min fadli rabbi. Hiki nilichopewa bwana kutoka kwa fadhila ya Mola wangu. Lakini haya haikuishi hapo, haya yameendelea. Liyabeluani, ili Mungu anipime kwenye mali hii. Ala, yeye umeweka kipande tu. Wameweka kipande tu kile anachokiona kinafaa kwao. Lakini Mungu ameendelea kusema liyabeluani, ili Mungu anipime mimi katika mali hii. Hivi ashkur, nitamshukuru Mungu kwa kuweka mambo ambayo yanafungamana na imani yangu. Ndio. Na mambo ambayo Mungu anahitajia, au akufuru au nitakufuru. Kwa hiyo wao wanasahau, wanaingia mlango wa pili sasa. Neema ya Mungu wanaibadili wakaitia kwenye kukufuru. Wakaweka mambo ya maasi alafu wenyewe wakajisahau. Lakini pili, inawezekana kwamba hawa matajiri wanatoa hizo kanuni hawafuatilii. Wako matajiri alhamdulillah tunaswali nao, tunaona imani zao. Inawezekana wao wanatoa hiyo miongozo, usiweke kitu hiki na hiki. Lakini yule anayeendesha chombo sasa, yeye anaona kiko kwenye dhamana yake, anaweka kile ambacho anakihitajia. Miaka 2-3 nyuma niliyopita nishawahi kupanda basi, sitolitaja jina lake. Ndani ya Ramadhani unaona wamekuwekea vitu ambavyo vinafungamana tu na Ramadhani. Unakuta labda mawaidha, labda hapa pamewekwa Qur'ani, imefanywa hivi. Yaani anaweka mambo ya imani. Ila unakuta ni robo ya kile ambacho kimewekwa mule. Kinawekwa hicho. Baada ya hapo sasa tunarudi kwenye dunia yetu ile panaendelea na vurugu. Kwa hiyo hili jambo kama wanatusikia tunawaambia waelewe kwamba wao wanabeba dhamana pia ya maisha ya watu. Ndio. Kama wanavyofuatilia zile kanuni za usafirishaji barabarani kwamba hakikisha mkanda unakuwepo wa kufunga nani, basi waelewe wanabeba dhamana ya imani za watu wengine. Sawa. Kwa sababu unaporidhisha hawa wenye kupenda haya, hawa wenye imani zao ambao wako mule tunawafanyaje? Elimu huwezi kulala hapa mpaka mbele ya wewe. Huwezi. Ukafunga macho yako ukasema kwamba sitaangalia hivi. Ndio sasa. Hauwezi. Wanakuja watu wamevaa kinyume na utaratibu wa dini, utaangalia limo. Mpaka unafika umeathirika kiasi gani juu ya imani yako na umeshushwa kiasi gani. Kwa hiyo wao pia waelewe matajiri wana dhamana juu ya hili. Na katika kubomonyoka kwa maadili sisi tunachangia kiasi kikubwa kununua vile ambavyo wao wanavitengeneza kubomoa jamii. Nchi ina dhamana ya kimaadili.
lakini nawe pia moyo wako una dhamana ya kimaadili. Yani wewe unatakiwa uwe wa kwanza kukemea hayo maadili mabaya, na ndio unaona zinatoka kauli mbalimbali, jamani tusaidiane kutengeneza jamii, tusaidiane kutengeneza jamii. Basi hata nyinyi ambao mmepewa mamlaka ya kutusafirisha, igeni basi SGR tumeizungumza hapa. Ndio kweli. Ina mfano nzuri. Basi ukiona kwamba kuweka imani fulani itakupa tabu, weka wanyama kama wanavyoweka wengine, ili ulinde sasa thamani ya watu wote wawili. Vipi ulinde thamani ya huyu mwingine usilinde thamani yake? Tuweke usawa katika mambo yetu yote ambayo tunayafanya. Angalia serikali inavyojali usawa. Pakiandaliwa hafla yote ambayo inakusanya jamii, basi watatumika imani zote mbili. Ataitwa mtu wa imani hii aombe, na anaitwa mtu wa imani hii aombe pia. Maana wao wanajali ule usawa. Ndio. Lakini angalia kwenye usafiri ambao haufungamani na mambo yoyote, ni kwamba wewe utapanda, wewe atapanda. Wametuwekea tu vitu ambavyo vinafungamana na nchi yetu. Sasa hivi tuko katika ulimwengu wa utalii. Kweli alhamdulillah, sijala ukipanda unaona raha. Unaona raha bwana. Hausikii. Wewe ukapanda ile ya Kigoma. Sasa Kigoma ndo haina chochote. Wapiga hadithi mwabishana mle. Yaani pale TV utakuwa wewe na jirani yako. Kwa hiyo tunawapa ujumbe matajiri pia wajali hiki kitu, wasikiache tu wakaona kama vile hakina madhara, kama thumma la tusaluna yawma idhin anin na'im, mtaulizwa kuhusiana na neema Mungu alizowapa. Hivi Mungu aliwapa neema hizo mje mpoteze waja wake? Muje mpoteze imani za waja wake? Hapana. Hatusemi tunawashambulia matajiri, lakini pia tunawaelekeza katika hili pia nalo waliangalie, wasije kuwa nao ni sehemu pia ya kushusha maadili. Ndio sasa. Kwa sababu kuna mtoto leo unamkuta anafanya kitu ambacho wewe limo unawezekana huwezi kufanya. Lakini kwa sababu kakiona tu kwenye TV, kakiona tu sehemu fulani, na mwanadamu Mungu alivyomuumba asipokuwa na jambo la kushughulishwa, basi chochote kitakachofanyika pale kitamshughulisha. Ndio. Yaani uwezi ukakaa muda wote unashughulika na simu yako tu, useme mimi nitasoma Qur'ani hapa hadi Mbeya. Utalala utaamka, lakini ipo muda utaangalia. Hata Idamoro tu uwezi kushughulika na jambo moja muda wote. Patatokea hili imekushughulisha. Kwa hiyo wao pia waelewe nao wana sehemu ya kutengeneza maadili. Shukrani sana. Maadili wanaweza kuyatengeneza kuanzia wafanyakazi wao. Wakiwatengeneza kwa na maadili, hata namna anavyotuhudumia. Mbona tukilalamika kwamba kuna mhudumu amenifanyia dharau kwenye huduma? Anapewa adhabu, huenda akatolewa kwenye hiyo gari, akapewa kazi nyingine, au huenda akapewa onyo kali. Basi kama mnavyojali maadili katika utafutaji wenu, jalini maadili pia ya kutengeneza nchi yetu kupitia hawa abiria ambao wanasafiri katika vyombo vyetu. Na shukrani sana Ustadhi Mbanache. Nudi kwake Sheikh Msikiti. Uamamu sasa mnafanyaje kujenga maadili ya vijana? Mna jambo lote ambalo mnalo? Alhamdulillah. Kabla kuingia uamamu. Kuna pointi za msingi sana zimezungumzwa kwa tuzijue. Ramadhani jinsi ilivyo. Ni madarasa. Chuo. Haya yote yanazungumzwa Ustadh Hafidh. Watu wamefahamu lengo la Ramadhani. Yaani katika yote ambayo ameyazungumza, kufanya hivi, kuondoa uovu katika jamii, kufanyaje kwenye mausafiri, madaladala, kuzungumza mmoja kwa maadili katika kila sehemu. Watu wanafahamu kuna mambo makubwa mawili. Watu kwanza wanafahamu lengo la kuumbwa kwao moja. Lakini watu wanafahamu lengo la hiyo Ramadhani yenyewe, kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameleta Ramadhani. Malengo ya kuleta Ramadhani ni nini? Sawa. Ukienda kwenye hivi vitu viwili hivi, wala upati shida. Ukijua malengo kwamba wewe umeumbwa, lengo la kuumbwa ni nini? Sawa, kisha kwamba wewe umeumbwa, Allah anataka umwabudu. Ibada ni jina ambalo limekusanya kila ambacho Allah anakipenda. Kiridhia. Basi weke nukta kwanza hapo. Ibada ni kila kitu ambacho Allah anakipenda na kiridhia. Basi tuachie kwanza hapo, tupate kwanza mapumziko. Mtazamaji na msikilizaji, bado unatufuatilia katika baraza mada nyeti kwa leo. Niko na uamamo, mengi tumezungumza, lakini kwanza mapumziko, alafu tutarejea. الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ
دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان. الجبال الشاهقات على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الشاهقات على المدى تخشعن عند Naam, shukrani sana mtazamaji na msikilizaji ambaye bado unatufuatilia. Baada ya mapumziko mafupi sasa tumerejea na nikujuze tu niko na umoja wa walimu wa madrasa wilaya Morogoro. Kwa kifupi ni UWAMAMO. Niko na mwenyekiti hapa Sheikh Msikiti na katibu wake anaitwa Hafidh Mbarache. Mengi tumezungumza lakini nafasi ilikuwa ni ya Sheikh Msikiti. Ulikuwa unaelezea maana ibada. Nilikuwa tunazungumza katika nukta ambazo amezungumza kwamba leo tunalalamika sana kwenye mmomonyoko wa maadili na nini. Nikazungumza kwamba kwanza watu wanafahamu lengo la kuumbwa kwao moja. Lakini pili wanafahamu lengo la hiyo Ramadhani. Sasa ukifahamu lengo la kuumbwa na ukajua kwamba mimi nimeumbwa na Allah, na hisi hutoishi unavyotaka wewe. Utaishi anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu naona Uislamu ulivyo, mwanadamu katika kila kipengele chake anachokiendea katika maisha yake tayari kimeshaikuwa utaratibu maalum. Kwamba mwanadamu atembee vipi, ale vipi, alale vipi, asafiri vipi, aishi vipi. Tayari kila kitu kipo sawa. Na ndio maana tukasema kwamba
Allah subhanahu wa ta'ala aliposema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, kilikuwa kila kipengele cha maisha mwanadamu kimekamilika. Hakuna haja ya kupunguza wala kuongeza. Hilo la kwanza. Lakini la pili, Allah subhanahu wa ta'ala akaileta na Ramadhani. Mwanadamu baada ya kujua lengo la kuumbwa kwake akaekewa na ibada ya mwezi wa Ramadhani. Afunge mwezi mzima, siku 30 au siku 29. Malengo makubwa ni kumtengeneza huyu mwanadamu. Sasa mara nyingi tumekuwa tukichukua mazoea sana katika dini. Kwamba ile ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ni aya ambayo watu tumeizoea mno. Yani tumeizoea kiasi ambacho mpaka tunafanya mazoea ya kupitiliza. Lakini watu wafahamu Allah subhanahu wa ta'ala alipowataka watu wacha Mungu kwa mujibu wa Qur'ani. Sasa Allah anasema katika suratu Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lilmuttaqin. Allah fanyeni haraka, anasema kuikimbilia pepo na msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambao hiyo pepo upana wake ni kama vile upana wa mbingu na ardhi. Allah anasema hiyo pepo u'iddat lilmuttaqina, pepo ameandaliwa wacha Mungu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amewataka Waislamu waumini wafunge mwezi mzima wa Ramadhani, siku 30 au siku 29, wawe wacha Mungu. Wakiwa wacha Mungu wataingia peponi. Kwa sababu gani? Ucha Mungu ni imtithalu awamiri llahi wa ijtinabu nawahi, ni kufuata amri zote zile za Allah subhanahu wa ta'ala na kuyaacha ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekataza. Sasa imekuwa ni kinyume. Aliyoyaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala watu sio wanaoyafanya. Aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala ndio hayo ambayo amezungumza Ustadh Hafidhi. Aliyoyakataza Allah ndio watu wanayoyafanya, tena wanafanya kwa nguvu kweli, tena kwa fujo. Sasa kama jamii imefikia hapo, wewe katika hii jamii unategemea nini? Innamal umamal akhlaq. Taifa lolote ni tabia njema, Sheikh. Taifa watu wote ni tabia njema. Sasa kama watu hamna tabia njema, hili taifa litakuwa ni taifa la namna gani? Kwa hiyo haya tunayozungumza ni kwa sababu baadhi ya Waislamu wameacha, kwanza hawakujua lengo la kuumbwa kwao, moja, lakini la pili pia hawaitumii Ramadhani kuwa ni sehemu yao kurekebisha tabia zao. Ndio watu bado wanafunga kwa mazoea, na ndio maana utaona ikifika Ramadhani 10 la kwanza la pili watu wamejezana sana misikitini. Likifika 10 la mwisho imamu anabakia na maamuma wake wale wa kawaida. Kibaya zaidi, yale yote walikuwa hayafanywi katika mwezi wa Ramadhani. Siku ile ya Idi ndio siku ya mtu kufurahi na nini, kufanya mambo yote ya khairi. Ndio siku mwanadamu Muislamu atayafanya yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaharamisha, ima ndani ya Ramadhani au nje ya Ramadhani. Sasa kwenye jamii hii, wewe wategemea jamii hii tutatua vizazi vya namna gani? Au jamii itakuwa ni jamii ya namna gani ikiwa kila ambacho Allah alichokiamrisha hawataki kufanya, kila ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekataza ndicho wanachokifanya? Wategemea hii jamii tutakuwa tuna jamii ya namna gani? Kwa hiyo moja katika makosa tunayoyafanya ni mtu kuzaliwa Muislamu, akajiona Muislamu, akafanya ibada kwa mazoea, akafunga kwa mazoea, akaswali kwa mazoea, akaenda hija kwa mazoea, akaenda umra. Yani kila anachokifanya anafanya kwa sababu ya kizoea. Sasa hili ni tatizo, na ndio maana unaona kwamba Ramadhani leo yani haileti athari kwa baadhi ya watu. Haileti athari kwa baadhi. Yani Muislamu aliofunga miaka 20 30 na Ramadhani kisha ndio Muislamu yule yule. Hana chochote anachobadilika. Nini? Amelifahamu lengo la kufunga. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala hizi ibada zote ameziweka Allah, na kila ibada aliyoweka Allah ameiweka kwa malengo. Kaiweka swala, inna salata tanha anil fashai wal munkar. Swala inakataza mambo mabaya. Kaiweka funga, la'allakum tattaqun. Allah kakuumba umwabudu. Kaweka hija, Allah akiwa na malengo maalum. Sasa kibaya zaidi ni kwamba ukitaka kufanya jambo limo ukiwa huna malengo utafeli. Jambo lolote ukitaka kulifanya jambo lolote ukiwa huna malengo utafeli. Leo na kwenda shamba alafu hujui malengo ya wewe kwenda shamba, utavuna? Huwezi kuvuna. Mwanafunzi uko darasani hajui shule, lakini shule mwanafunzi hajui kumpeleka shule nini, au ana malengo lakini ikifika katikati abadilisha gea angani. Ametoka nyumbani
mpaka anafika form 3 form 4 au form 2 malengo yake ni kuwa daktari. Ghafla tu kabadilisha genge anataka kuwa msanii. Wewe wafikiri pana mtu hapa tena? Hamna. Nini? Kwa hiyo Muislamu atakiwa asimame katika malengo aliyowekewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kwenye malengo aliyoweka Allah ukiyafuata hufeli. Ndio. Sasa tunafeli kwa sababu hatufuati vile ambavyo Allah Subhanahu wa Ta'ala sisi ametaka tufanye. Nilikuwa niguse tu baadhi ya nukta ambazo amezungumza hapa al-akhi Said. Njoo sasa, uamamu mna jambo gani? Kwa nini tunataka tuzungumzie uamamu? Nafikiri tushazungumza sana huko nyuma, vipindi vingi mno Sana. Uamamu ni kina nani, kazi zetu ni zipi, tunafanya nini, tunafanya. Sisi hapa tupo kwanza kwa ajili ya kuwawakilisha viongozi wetu wa mkoa. Tupo leo hapa kwa ajili ya kuwakilisha viongozi wetu wa mkoa. Lemo mbele yetu kesho, Allah Subhanahu wa Ta'ala akipenda, tutakuwa tuna mashindano ya Qur'ani. Na tunayafanya haya kwa kutaka kutengeneza hiyo jamii iliyokuwa bora. Kutaka kutengeneza jamii iliyokuwa bora ili isije ikamsahau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Allah ametukataza katika Qur'an, wala takunu kalladhina nasullaha faansahum anfusahum, wala msiwe kama wale ambao wanasullaha, waliomsahau Allah Subhanahu wa Ta'ala, faansahum. Sasa kidogo kuna shida kwenye tafsiri ya hii aya. Kuna baadhi ya watu wanatafsiri kwamba Allah akawasahau. Allah hana sifa ya kusahau. Faansa wao kwa sababu ya afau sababia, kwa sababu ya wao kumsahau Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akazisahaulisha nafsi zao. Sio Allah akawasahau. Allah hana sifa ya kusahau. Faansahum anfusahum, Allah Subhanahu wa Ta'ala akazisahaulisha nafsi zao. Sasa tunajaribu kufanya kusomesha, kuweka haya mashindano ya Qur'ani, kuweka kumbukumbu nzuri katika nyoyo za vijana, katika vifua vya vijana, kuweza kumtambua na kumkumbuka Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia kuweka hima kwamba leo tukiwa tunawashindanisha watu katika mambo ya kheri, huwa kidogo inaleta hamasa kwa vijana, kwa wazazi, kwa Waislamu, lakini pia inaleta hamasa hasa hata kwa wale wasiokuwa Waislamu, kwa yale yanayofanyika kwamba mtu anaweza akahamasika kama Muislamu. Kwa hiyo tuna mashindano ya Qur'ani kesho, Allah Subhanahu yataanza saa 2. Msikiti mkubwa wa Boma Road itakuwa ni mchujo kesho. Kesho itakuwa ni mchujo. Finali Allah Subhanahu wa Ta'ala akipenda kwa siku ya Jumapili. Yani kesho kutwa. Kesho kutwa. Kwa tunatarajia kuzitumia hizi siku mbili zote. Ndio. Kesho Jumamosi pamoja na Jumapili. Malengo yetu makubwa ni kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala kitambulike. Kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala watu wakijue. Kwa hiyo tunatumia fursa hii kwanza kutoa taarifa ili tangazo, lakini alikadhalika Waislamu kualikana kwenye majambo ya kheri pia sioni kama ni vizuri sana. Utakiwa ukisikia hii taarifa tu wala haina haja kuuliza. Wala una haja ya kuuliza. Kwa sababu kwani kuna mikusanyiko mingapi? Mfano leo watapita watu wanaofanya promotion kwenye bidhaa zao. Watapita mtani, wewe wala ualiko. Ukisikia speaker tu pale limekwenda pana muziki, wewe utakwenda ndio ukasikia, wala ukuitwa. Wewe mwenyewe tu. Sasa sisi tutumie na fursa hii kualika Waislamu na Watanzania kwa ujumla kushiriki kwenye hili jambo. Malengo makubwa ni kuhakikisha kwamba kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala kinasomwa, tunaitangaza dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asante. Mbanache, ulisema kesho ni mchujo. Naam, kesho ni. Yaani tupe inakuwaje na Jumapili inakuwa vipi? Na tuje hususan siku gani maalum au siku zote? Siku zote. Zote tunahitaji. Ndio tuambie sasa. Muumini anahitajika kwenye kheri muda wowote. Kama ilivyokuwa mauti tunavyomhitajia muda wowote na popote alipo. Na mwaka huu tunakusudia kushirikisha juzuu zifuatazo. Tutakuwa na ushindano wa juzuu 1, 10, ndio 20 na 30. Kwa hiyo kesho itakuwa ni mchujo wa juzuu 1. Na kesho kutwa itakuwa ni fainali ya hizi juzuu zingine zote. Na Mungu akijalia inshallah mgeni rasmi atakuwa ni
ndugu yetu Alhaji Musa Makala wa wilaya yetu ya Morogoro mjini. Mashallah. Lakini pia atakuwepo na mbunge wa jimbo la Morogoro mjini Mheshimiwa Abdul Aziz Abudi. Lakini kabla hujaendelea mbele zaidi, amemtaja Mheshimiwa mkuu wa wilaya. Naam. Ni kiongozi ambaye kwa kweli anajitoa sana, anajitoa sana. Anafaa kupewa maua yake, tutumie lugha. Yaani katika wakuu wa wilaya ambao wamepita hapa Morogoro, wengi wamepita, lakini ambaye anajulikana sana kwa watu. Ni mwana harakati. Ni mwana harakati. Unajua ukipata hivi vyeo vya juu vya serikali, ukiwa umepita kwenye mambo ya dini haya huku chini kabla ya kuwa mheshimiwa, katika kila harakati unataka ushiriki kwa sababu ndio asili yako. Alafu pia hebu jimwamba fai. Wewe jimwamba, kwa wewe ni Muislamu, jisikie fahari kwa wewe ni Muislamu. Nataka nikupe mfano mmoja. Huyu kijana kaongea naona sekta limewaka. Sekta limewaka. Sekta limewaka. Alisukuma ina misi sasa alishakuwa. Juzi tulikuwa kuna iftari mumu pale. Umealikwa. Alafu mgeni rasmi alikuwa ni naibu waziri wa fedha. Kasimama pale shehe kapiga aya mpaka watu wote wameshangaa. Amepiga aya alafu akawa anazichambua katika lugha ile thumma katika lugha ya Kiarabu kwa hivi la tusaluna kwa nini Allah kai kanuni thakila. Naibu waziri wa fedha lakini. Naibu waziri wa fedha mpaka tukashangaa. Huu naibu waziri wa fedha au shehe. Lakini kitu kingine ambacho nimefurahi kwa Kojani. Ala, ushafika Kojani wewe? Wewe umefika. Nimeshafika Kojani Pemba huko. Sehemu moja mashallah kuna athari ya dini. Kuna athari ya na Mwenyezi Mungu awahifadhi. Kwa hiyo lakini pia kabla hujaendelea, viongozi kama hao ndio watatikana katika jamii. Ni kiongozi lakini pia ni kiongozi wa dini. Ikifika sehemu ya kupiga aya, wewe usiseme tu aya kavuka, ipige aya watu waisikie. Kwa nini unachoogopa kitu? Haiwezekani punda wako mwenyewe alafu mpande mkiani. Piga aya shekhe. Hebu jimwamba fai kwa wewe ni Muislamu, una uwezo wa kuisoma Qur'ani vizuri. Unaposimama kwenye jukwaa kama Muislamu, soma haya watu wakujue kwamba wewe ni Muislamu. Kwani tatizo liko wapi? Yaani kinachojifanya wewe, kinachokufanya mpaka ujifiche fiche ogope kitu gani? Kweli. Ndio maana nikasema haiwezekani punda wako mwenyewe afu mpande mkiani wewe. Umekuja pia waziri wa mifugo na uvuvi Ashati Kijaji kwenye mashindano ya Qur'ani naye alipiga aya moja pale. Watu wakasema sadaka. Ndio tunataka hivyo, tunataka hivyo sadaka. Sisi tunataka hivyo, wasijifiche fiche. Bwana tunamkatisha ujue. Twende tu. Twende karibu. Hapana. Sisi tumeshamaliza. Mimi mkarimu shehe hapa kashaka. Wasikia bwana Alimo, watu wasijifiche fiche na Uislamu wao. Yaani ukiwa Muislamu jitangaze kwamba mimi ni Muislamu. Hebu kwa jimwamba fai. Jimwamba fai. Jitanue wewe ni Muislamu. Mimi nafurahi sana nikiona viongozi wa namna hii kwamba unazungumza na mtu unaona kwamba mimi kweli ni shekhe, lakini nazungumza na mtu naye katika dini anao ufahamu. Kweli. Sijui umeelewa vizuri. Kikija kitu anaona kwamba hiki nikikifanya kwa ajili ya dini na malipo kwa nani? Kwa Allah. Sio unakuwa na kiongozi shehe hata alifu hajui. Hasa hiyo yote 10 ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Alhaji Mwinyi. Ramadhani yote hii kila msikiti anaenda na swali tarawih. Kila msikiti. Mwenzangu na mimi wanakoroba tu rais huyu anatembea. Kwa hiyo tuombe dua. Pointi muhimu ambayo tumeigusa inafaa kuandaliwa muda. Sana hii na muda wake. Unajua tulipata msiba hapa Morogoro wa kufiwa na kadhi wetu. Msiba ulikuwa mzito. Bwana mimi nimemkuta jikoni kwa wilaya. Huyu Musa yuko jikoni. Na ukhalifa namna hii ndio watu ambao walitakiwa kwenye Uislamu. Hata kina Sayyidna Umar tuliona katika ukhalifa wao, ukisoma unaona namna gani yani yeye ameletwa kuhudumia jamii, sio akae ofisini tu. Kuna muda kweli mtu anakaa ofisini anafanya majukumu ya ofisi. Kwa lugha sana anasema yeye ni kiongozi sio mtawala. Bwana mkuu wa wilaya hata kama haandikwi kwenye vyombo vya habari, sisi tunamfahamu vizuri. Hata kama mbali hatamsema. Na ukipishana naye hivi mtaani unaweza usimjue. Maana kuna muda huwa naye anatembea kama ni mtu wa kawaida, raia tu kawaida. Kwa sababu gani? Anachunguza jamii yake anayoishi nayo kwamba ina changamoto gani na anawezaje kuisaidia. Kwa hiyo atakuwa ni mgeni rasmi. Atakuwa mgeni rasmi. Ndio mambo yake. Tunatarajia na ukimuita atakuja, popote utakapomuita atakuja. Ndio. Na watu kama hawa bwana, ndio tuombe sana Mwenyezi Mungu awaimarishie afya zao. Amin. Lakini pia tumpongeze kiongozi ambaye aliona kwamba huyu anafaa kumleta. Tusije tukasifu
boga tukasahau kulisifu na ua ambayo ndio asili yake. Waswahili wanakuambia kama mbwa wako habweki bweka wewe. Bweka wewe. Ya, ndio kupe mkono. Elimu hiyo mpya hiyo. Ndiandika maelezo na kumbukumbu. Kama mbwa wako Habweki bweka wewe. Bweka wewe. Ndio ile kama maisha hayaendi. Nenda wewe. Wewe maisha. Au ndio ile wasema mtu. Kwa hiyo elimu kuna kitu muhimu ambacho tumekigusa. Tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Naam. Kwanza tumpongeze rais wetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndio. Kwa sababu kiongozi akiwa na jicho lililokuwa sahihi, ataweka chini yake watu waliokuwa sahihi. Kweli. Kiongozi akiwa na huruma, ataweka watu ambao wana huruma. Yaani mpaka leo tunamsifia mkuu wa wilaya. Manake aliyemleta hapa pia naye tunapaswa tumuone kwa jicho lingine kwamba naye pia ameweza kuona kwa namna moja ama nyingine kwamba huyu ni mtu ambaye anatufaa, na ukizingatia Morogoro mkoa wetu viongozi huwa wanapita tu. Kweli wakai muda mrefu wanaondoka muda mrefu. Basi mama kama anatusikia huyu atuachie. Kweli. Tunaneemeka kwa kweli. Kila unapopita watu wote wanamtaja vizuri. Sheikh Aweso aligusa jambo moja hapa. Kwamba tumeandaa mashindano ya Qur'ani lengo kukitangaza kitabu cha Mwenyezi Mungu. Ndio. Na Mwenyezi Mungu mwenyewe anathibitisha kwamba mwezi huu ni mwezi wa ilmu. Si kwa maneno tu ya kusema labda maneno haya yamezungumzwa na wanazuoni. Mwenyezi Mungu mwenyewe anatuambia katika suratul Baqara, ukiangalia aya 180. Mwenyezi Mungu anatuambia baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Shahr Ramadhan alladhi unzila fihi alquran. Naam. Mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao imeteremshwa Qur'ani. Lakini Qur'ani hii ukija kuangalia katika aya nyingine Mungu anasema inna anzalnahu fi lailatin mubaraka. Naam. Hiyo Qur'ani Mungu ameiteremsha katika usiku uliobarikiwa. Allati, usiku ambao fiha yufraqu kullu amrin hakim. Mungu anasambaza kila jambo kwa kulihukumia ndani ya Qur'ani. Kwa hiyo tunagundua kwamba kumbe hata anayesomea uhasibu amesomea elimu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliishusha ndani ya Ramadhani. Qur'ani ambayo ndiyo muongozo. Inna anzalnahu fi lailatin mubaraka. Mungu ameteremsha ndani ya usiku uliobarikiwa. Usiku ambao fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna munzilin. Kama Allah yeye anathibitisha kwamba Ramadhani ni mwezi wa elimu. Ili mtu atokane na ujinga alionao anatakiwa apate elimu. Ndio. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaqi. Yeye mtume ndo ameletwa kuja kutimiza tabia njema. Tabia njema ni nini? Tabia njema ndiyo Qur'ani. Ukiangalia ipo hadithi inayosema kana khulquhu al-Qur'ani, ilikuwa tabia ya mtume ni Qur'ani. Kwa hiyo hii hadithi inatutafsiria sisi kumbe tabia njema imeletwa ndani ya Ramadhani. Sisi tuko pamoja elimu na msikilizaji. Vizuri sana. Na ndio maana bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ukimwangalia anavyotembea. Na ukija ukisoma Qur'ani inamwambia la tamshi fil ardi maraha, usitembee duniani ukawa na dunda. Hiyo ndio tabia anafundishwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanaita kula swing. Kula swing, ile mtu anatembea utafikiri kama vile hakanyagi chini. Kama atakapai sio atakafanya. Sasa ile Qur'ani imekuja imekataza. Ukimwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam namna anavyozungumza anachunga maneno yake ambavyo Qur'ani imemwelekeza. Kwa hiyo na sisi pia tumeasisi haya mashindano ya Qur'ani ndani ya Ramadhani. Ni mwezi wa kielimu, ni mwezi wa kiakhlaqi. Kama Allah mwenyewe anasema hiyo Qur'ani aliyoishusha ndio hudan linnasi. Ndio muongozo kwa watu. Lakini wabayinatin min alhuda wal furqan. Qur'ani imekuja kubainisha uongofu ni nini. Tutakuja kuona katika aya zingine. Lakini wal furqani, Qur'ani imekuja kutenganisha haki na batili. Leo mtu akizini ujue amue mwenyewe tukuzini. Kweli. Mtu akila riba amue mwenyewe tukula riba. Qur'ani shambainishia kwamba riba haramu, kuzinifu ni haramu, kudhulumu ni haramu, kuswali ni halali, kutoa zaka ni halali, kufanya mema ni halali. Yani Qur'ani imeshambainishia mtu kila kitu. Kwa
wewe mwenyewe tu uamue kuacha. Ndio maana Ramadhani tumeambiwa kwamba ni chuo. Ndio. Alif Lam Mim. Dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin. Asante mwalimu. Kwa hiyo kama Allah anasema hicho ni kitabu kisicho na shaka ndani yake na ni muongozo kwa wamchao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vipi wewe ambaye umeteremshiwa kitabu ukose tabia njema? Hapo sasa umenikumbusha kuna aya moja inasema lau anzalna hadha alquran ala jabali. Sura al-Hashr. Mungu anasema, hebu angalia, Mungu anatoa mfano tu wa vitu hai. Lau anzalna hadha alquran ala jabali. Naam. Lau hii Qur'ani Mungu angeiteremshia kwenye milima kama Uluguru huu hapa. Tena wa Uluguru hauwezi kuwa unaitwa jabali. Jabali ni mlima wenye mawe bwana. Au sio stadi? Kama huo Uluguru tulokuwa nao. La ra'aitahu khashian mutasaddian min khashyatillah. Naam. Ungeuona huo mlima unamnyenyekea Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa namna yoyote ambayo inawezekana. Na ukubwa wake ulivyo. Na ukubwa wake ulivyo. Tena mutasaddian. Sio kunyenyekea tu, mutasaddian. Unakatika na vipande. Unakatika na vipande. Min khashyatillah. Sasa ni ngopa nani? Allah Subhanahu. Afala tatadabbaruna alqur'ana. Mungu anatuuliza. Kumbe Qur'ani hii uzito wake mlima ungepasuka. Hivi limo. Hivi we Mkude, hivi Awesu, hivi we msikilizaji Uchuli na wengine, hivi nani hamuzingatii Qur'ani? Ama ala qulubin akfaluha, au Mungu kuna amewapa mtihani, mna vizibo vya kufanya ile sehemu inayozingatia ukajua kwamba hiki ni kitabu cha Mungu kimeniamrisha nifanye na ili niache, mna kizibo kimeziba? Jibu linakuja hapana. Nini? Akili zetu zimeshughulishwa na mambo ya kidunia. Leo kuna mtu anakuambia limo ili mwanamke aonekane ni mwanamke wa mjini. Basi awe na mikopo japo mitatu. Awe na mikopo japo mitatu. Hii ya kumtaja. Yaani ana mikopo huwa ina hii anaishi mjini. Ndio huyu ndio mtu wa mjini. Ana mikopo ya riba mitatu. Na imebadilishwa majina siku hizi. Kuna hiyo kausha damu. Tusitaje kampuni zao. Nguo mkononi. Basi mtihani sana. Kwa nini nagusa haya? Hii Qur'ani ambayo sisi tumeteremshiwa imetubainishia hili zuri, hili baya. Vipi Muislamu akawe mlevi? Vipi ajiite Muislamu alafu awe mzinifu? Vipi awe Muislamu alafu awe anakopesha kwa riba? Wanakuambia bila kukopa kwa riba sasa maisha yenu. Maisha yataendaje? Lakini mbona kuna watu wanaishi limo? Limo mimi nayo tunaishi tunakopa wapi? Tunakopa nani? Atakwambia mna kazi nyewe mashehe mnajulikana. Basi wako watu wanaishi kama wewe mfano wako. Kwa hiyo Mungu ameiteremsha Qur'ani kwetu kuwa ni muongozo na unatubainishia zuri na baya. Hebu njoo kwenye mashindano ya Qur'ani. Alafu uje wewe ukae tu pembeni. Angalia wanaohudhuria pale uwanjani. Ndio. Angalia wanaosoma Qur'ani. Utaona kuna namna Allah analeta utulivu katika nyoyo za watu ambao wanakuja katika maeneo yale. Na wewe usikubali kukosa basi kufika hapa. Ndio. Qur'ani ndio kitabu pekee ambacho anayesoma ananufaika na anasikiliza ananufaika. Ndio. Haya limo nisomee message yako ya pesa hapo uliotumiwa. Umepokea shilingi 25,000 kutoka kwa fulani. Mimi nimenufaika na nini? Hujanufaika chochote. Nisomee hadithi za vitabu vingine. Hakuna anayenufaika kwa kusikiliza. Zaidi utaumia tu, unaenda kufanya njaa limo anapata hela. Utaumia. Lakini Qur'ani ikisomwa ina faida kwa anayesikiliza na anayesoma pia analipwa sana. Sasa usikubali zikupite fadhila kama hizi. Sisi uamamo ni kijitaasisi kidogodogo ambacho hakina uwezo wallahi. Na Laos Islamic Foundation kutubeba Sheikh, inawezekana watu wasingejua tunafanya nini. Kipindi kama hiki tusingeweza kukinunua kwenye media zingine. Lakini hapa tupo murtaha kabisa. Tena bure. Na bado sio bure tu. Uelewe chifu anakuangalia sasa hizi. Naangalia na anasikiliza unachosema. Na watu wanakufuatilia dunia nzima. Kwa hiyo hii Qur'ani ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiteremsha kuwa ni ilmu. Angalia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam namna alivyoitumikia. Lakini namna Qur'ani Allah mwenyewe alivyoipa thamani katika Qur'ani. Innama yakhsha Allah min ibadihi ulama. Mungu mwenyewe ana akili. Waje ambao yeye anawatazama sana ni wanazuoni. Wanaokaa wakaisomesha Qur'ani na watu wakaisikiliza. Wewe mtazamaji na msikilizaji, hebu kesho tenga muda wako. Usitumie muda wako wa kusema napoteza muda
Kuna watu wanakuambia saumu kali bwana, ngoja nikapoteze muda. Anaenda kucheza vitu ambavyo havipati faida ndani yake. Kitabu cha Qur'ani ni kitabu ambacho Mungu amekitakasa sana. Ndio. La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi. Ni kitabu pekee ambacho hakina toleo la mwaka 2020 na likabadilishwa baadhi ya sheria. Na toleo la mwaka fulani likabadilishwa baadhi ya sheria. Haiwezekani. Bado itabaki pale pale katika msimamo wake. Kama imesema pombe ni haramu, itabaki kuwa ni haramu. Ndio. Imesema utoe zaka, itabaki hivyo hivyo, utoe usitoe. Aya itakuhimiza tu wa aqimus salata wa atu zakata, itabaki hivyo hivyo. Uichukie useme kwamba mimi sitoi, itakuhimiza tu utoe. Kwa hiyo Qur'ani imeteremshwa ndani ya Ramadhani kwa hikma mbili. Hikma ya kwanza, umma uweze kushughulishwa na mambo ya kielimu, kwa sababu Uislamu asili yake ni elimu. Na ndio maana Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotaka kuusimamisha Uislamu katika mji wa Maka na Madina, cha kwanza alihimiza watu wasome. Ndio. Na ukitaka kuona kwamba Uislamu umethamini elimu, sio kana kwamba wasione tunapiga kelele tu, haukuthamini elimu. Angalia kanuni za wale usara mateka wakipatikanika katika vita, Waislamu wamewateka kundi la wengine. Wale wengine ilikuwa kazi yao ni kuwaua tu, na waua au Waislamu watu makamata uwa waende zao. Waislamu waliua? Hapana, Waislamu walikuwa akiwakamata watumwa wanakuja nao. Bwana wewe tuambie una ujuzi gani? Mimi fundi muashi, kaa. Wewe mimi bwana mwalimu, kaa hapa. Mimi na hii. Basi wewe fidia yako sisi hatukuui. Fidia yako kasomesha watoto zetu. Ndio. Wapate elimu kisha uende. Hebu angalia Uislamu umethamini elimu kiasi gani. Na elimu ndiyo inamfanya mtu aweze kuwa mcha Mungu. Kuna kisa cha bwana mmoja alikuwa yeye ni mcha Mungu lakini elimu hana. Ni hatari sana Ustadhi Aweso. Mtu hawezi kujinasibu akasema kwamba mimi bwana mcha Mungu, elimu hana. Utakuja kuswali katika swala yako, halafu mtu anagonga mlango na mwambia wewe bwana wewe uone mimi na swali? Mbona sasa si usubiri nimalize kuswali. Sami Allahu liman hamida. Asubiri kidogo wakati niko tahiyatu hapa. Niko tahiyatu. Bwana mmoja alikuwa dalali. Yeye ni muuza vitu hivi. Basi akawa anapigiwa simu. Sasa akawa anawaza nafanyeje? Yuko katika tashahudi, akapokea akamwambia bwana niko kwenye tahiyatu hapa ndio namalizia kuswali hapa na kuja sasa hivi. Halafu anaendelea na tashahudi yake. Nini? Kukosekana kwa elimu. Na ndio umma umepotoshwa. Kuna mambo leo elimu yanaitwa mambo kufanana. Mambo kufanana kwenye jamii hapo. Lakini pia kwenye Uislamu yapo, na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyatolea fatwa ndio. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alhalalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halali na haramu ziko wazi zinajulikana. Lakini wa bainahuma umurun mushabihatin. Baina halali na haramu kuna mambo yanafanana. Ndio. Mambo haya ni yapi? Angalia kwenye biashara. Leo mtu atakuja limo ana simu. Hii simu limo nitakuuzia kama una hela keshi 200,000. Lakini kama una keshi utalipa kidogo kidogo na kuuzia 300,000. Ikoje? Ustadhi Aweso. Watu wafatao watahusika. Ni mambo ya mutashabihati. Kitu hicho atakuuzia kwa thamani hii. Lakini anakuambia mimi namkopesha pesa huyu. Pesa hii kama ningeizungusha kwenye biashara ndani ya mwezi ningepata shilingi ngapi? Kwa hiyo anachukulia kama vile ni biashara, anampa pesa mtu alete riba. Ndio. Alafu yeye anufaike tu bila kujali kwamba ikoje. Kwa hiyo Qur'ani imekuja imetubainishia baina ya halali na haramu. Na Muislamu ana thamani gani kupitia kitabu chake. Kwa hiyo sisi tumeamua uamama ndio kuweka mashindano haya ya Qur'ani. Lengo ni ilani kalimatillah, ni kuliweka juu neno la Allah subhanahu wa ta'ala. Na watu basi watambue, na Mwenyezi Mungu akituwezesha miaka michache ijayo tutaweka mashindano ya Qur'ani tafsiri. Mashaallah. Yani limo hapa usimame baada ya kutuambia shahr Ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayinatin min alhuda ila akhir. Basi usimame hapa tuambie mwezi wa Ramadhani ndio mwezi ambao Mwenyezi Mungu ameiteremsha Qur'ani, ni muongozo ndani yake na unabainisha halali na haramu. Zifate zile aya waliopo nao wapate faida. Na ili Sheikh Toka alikuwa analiomba sana siku moja kwamba katika mashindano ya Qur'an Sheikh Bulbul akasema hata mashindano ambayo yanafanyika walau asimame hata Sheikh moja ya sura ambayo imetajwa
sio sura zote zile ambazo zimesomwa, walau moja tu watu wapate faida. Nadhani mtaanza na nyie basi inshallah. Jumamosi tutatumia hii fursa. Inshallah. Sio sura zote. Yaani swali moja tu katika swali moja tu. Moja tu yani. Hilo somo lile watu walipatie maana. Siku moja kwa nazungumza na Uchuli. Sasa Uchuli mashallah sasa hivi ana elimu bwana. Uchuli ukanaye. Uchuli sasa hivi mjanja. Uchuli akaniambia bwana leo bwana ukisoma Qur'ani. Nikasema leta habari. Alafu ile ndio ilikuwa Ramadhani. Ndio. Akasema kwenye Qur'ani hizi uko na sura imeanza mfano na alifu lam mim. Aya inayofuata zime itatoja sifa ya Qur'ani. Umeona Akasema wataka kusema nun inakuja wal Qur'ani nun wal qalam wa ma yasturun. Umeona sasa nakabochua mambo umekataja. Uchuli na yeye kwa alim. Kwa alim bwana ikazaa mashallah. Uchuli mjanja bwana. Kwa bwana hii pia itasaidia watu wakapata faida kama alivyosema kwamba miaka ijayo mtu atakisoma lazima tubadilishe mifumo. Unajua tunakwenda na mfumo mmoja mpaka ule mfumo unakuwa unazoeleka, tunakuwa hatuna kitu kingine kipya. Na ili nitoe wito hata sisi walimu wa madrasa. Mnapokuwa walimu wa madrasa mko walimu 3 4 nyote mna kitu kimoja. Tafuteni mtu ambaye ana kitu cha tofauti na kile mlichokuwa nacho nyie. Ndio. Sinaeleweka vizuri? Yaani nyote mmesoma madrasa nyote, yani tafuteni mtu ambaye hata kama atakuwa haji mara kwa mara darasani lakini mnakiki kuna mtu ana kitu cha kipekee. Ana level kasoma, sio ana certificate ya mambo gani, si diploma, si degree, si na nini, ili kusudi awasaidie nyinyi na mazingira haya ya dunia jinsi sababu nyinyi mna kitu kimoja tu, nyinyi hamna kitu kingine, yani hamna kitu kipya. Kwa hiyo kuna haja ya kubadilisha huo mfumo kwamba zikisomwa zile aya basi tuna kitu kingine kipya. Yani mtu akija anajua kwamba soenda kusikiliza tu lakini kuna kitu pale ataondoka nacho. Ni idea nzuri sana, nzuri mno. Mimi naunga mkono katika hilo. Mimi pia ni kusaidia huyo mzee anataka apumzike kidogo. Katika mambo ambayo yanapeleka jamii kuinuka ni mtu kutambua kitu maana yake. Leo hata mtoto mdogo ukimpa smartphone kama umemzoesha kuchezea basi atajua pa kuwasha data wapi, pa kupata vidoli vyake anavyovitaka wapi. Ni kwamba jamii inahitaji kupata mabadiliko kila uchao. Ndio. Na katika mambo ambayo tunatakiwa tuyathamini pia ni kutengeneza mifumo ambayo itamfanya mtu anachokisoma akijue. Leo limo unaweza ukasoma aya ya adhabu lakini maana yake wala usijue. Kweli. Kumbe Allah hapo katika taja adhabu kali kweli kweli. Taja adhabu kali kweli. Angalia tu katika masomo ya Jawid ya watu wa Naghmati Aswati akina Sheikh Jaka. Kisimama mtu anasoma Qur'ani kwa tajwidi. Kuna sehemu watu kasikia takbir. Allahu Akbar. Mungu kataja adhabu. Adhabu nyema. La yaakuluhu illa al-khati'un. Kaisoma kwa sauti nzuri. Na kwanza Sheikh Hafidh huko unakokwenda mbali sana. Asili yenyewe ya Qur'ani ikisomwa Allah atakiwa tufanye nini? Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Allah ndivyo anasema. Qur'ani ikisomwa nyamazeni, fastami'u lahu, kwanza isikilizeni. Na kusikiliza Qur'ani ni sama'atu tadabbur. Sheikh, unajua kusikiliza sio tatizo. Waqalu law kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Kweli kabisa, kwa tuwasikia na tukayatia akilini tusingekuwa watu wa motoni. Kwani walikuwa hawasikii? Wanasikia lakini sama'atu tadabburi, kusikia kwa kuzingatia ndiko kunakotakiwa, sio naghama. Sheikh, ni vitu vipo vitapita tu, lakini kile ambacho umekisikia yani namna gani umeweza kukifanyia. Kwa hiyo fastami'u lahu wa ansitu, alafu Allah anasema nyamazeni la'allakum turhamun. Kwa hiyo mnaweza mkanyima rahma za Allah subhanahu wa ta'ala kwa makelele tu. Hata kwa mfano hiyo mnosema, kwa mfano mwanafunzi kahifadhi juzu ama nzima, alafu anaifahamu na tafsiri yake, inakuwa sana. Hata hifadhi miaka 6 sana, lakini juzu ama anaijua na tafsiri yake, anamsaidia. Tuna haja ya kubadilisha mfumo, kuingia kwenye mfumo wa kisasa zaidi. Ndio wa kisasa. Ndio maana nikasema tukiwa kwenye madrasa ile mko walimu 3 4, hebu tafuteni na mtu mwingine ambaye ana kitu ambacho nyie hamna. Nyenye hamna, ili kusudi muweze, maana yake sio nyie kujishusha. Unajua wakati mwingine sio
mimi bwana mimi kama vile najishusha. Sio kujishusha. Yaani kuna kitu wewe unatafuta kutokana na mfumo na mazingira yenyewe ya dunia jinsi ya lazima uwe na kitu kipya shekhi. Lazima. Alafu shekhi sasa mkipanga haijalishi kama huyu atakuwa na miaka mingapi. Hata mie. Uzuama tu wewe. Kama uchuli sasa hivi tukimwita afiri atashindwa. Malengo ni watu waijue Qur'ani. Ndio. Na kuijua Qur'ani kuna namna mbili. Kuna kuijua kimatumizi na kimaana. Kimatumizi ni kwamba mtu anajua kwamba nikifunga swala cha kwanza kusoma ni suratul Fatiha, huyu anaitumia Qur'ani. Baada ya suratul Fatiha nisome sura nyingine. Baada ya alfajiri nisome Qur'ani. Nasema ni matumizi ambayo hata wewe elimu unaweza ukawa unatumia simu unapigiwa na kupokea, lakini kuna vitu vingine usivijue. Usijue kweli kabisa Lakini kuijua ni kujua kwamba imemaanisha nini. Ndio. Imelenga nini? Mungu hapa ametaka haja yake waweje? Kama tutafanikiwa kufika hapo sasa. Ndipo tunaweza tukazalisha wacha Mungu. Hapo Mungu anasema yauma yunfakhu fi suri fatatuna afwa. Sasa hapo utashangiliaje? Utashangilia hapo. Kushangilia. Sasa huyu anaijua kwa sauti, pakisoma anasema hiyo sura fulani. Lakini kimaana je, Mungu amekusudia nini? Ndiko tunakotakiwa kwenda sasa. Tuhame kutoka hii hatua ya kwanza ya kuijua ya sauti twenda kwa kuzingatia maana. Na ukisoma Qur'ani ukawa unaifahamu, moyo lazima upate hofu kweli. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Naam. Si kwa kusomewa watu kama vile mtu ana vibwengo akae mtu hapa kweli atoe kibwengo kile, hawezi ukapata imani zaidi. Kwa hivyo basi na kujua kwamba Mungu amekusudia nini. Mungu alipoahidi pepo akatuandikia na mambo mazuri, akatuambia kwamba huko peponi huko la fiha ghaulun wala hum yustatabun. Huko peponi kwa hakuna vurugu bwana, mtakaa kwa amani. Huko kuna mito ya asali wala lahmi tayrin mimma yashahun wa huru baada hapo sasa. Ndio bwana, kikigusa hapo lazima uelewe. Peponi kuna habari nzito. Umeona? Sasa hizo raha zote zinatajwa, lakini maskini ya Mungu hujui wala lahmi tayrin bwana, hujui kumbe nyama kuku ipo mle. Ipo bwana, lahmi tayrin mimma yashahun. Amthali lu'lu'ul maknun jazaan bima kanu. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Wallahi kuna raha Qur'ani ukijua kimaana. Naam. Kwa hiyo lengo la uamamu sasa, hii ni ngazi ya kwanza. Tumekuja kuijua Qur'ani kimatumizi sasa, lakini tunataka tubadilike sasa. Tuingie kimaana, na Allah akijalia inshallah kabla ya Ramadhani ijayo panapo uhai hapa kati tutafanya Qur'ani ya kimaana kweli. Wala juzu hii moja tu na wala bwana usikilize. Tunaweza tukaanza tu sura kadhaa kimaana. Hata kama sio juzu yote. Hata yani aya sura kadhaa tu. Na hiyo hata uchuli anaruhusiwa kushiriki. Kasimlimo anaruhusiwa kushiriki. Bao umemsikia katibu wako Sheikh. Yaani tuende kwenye hatua nyingine. Ila Sheikh mmekuja na utofauti mkubwa sana Sheikh. Naam. Mmekuja. Kweli. Ndio malengo ni hayo. Tufanye kwamba watu wajue maana. Na juzi nilikuwa kuna mtu anazungumza naye. Aliitwa shekhe mmoja katika kuzungumza, akawa anazungumza kwa kutumia tafsiri tu. Katika uwasilishaji wake kutumia Kiarabu. Lakini pembeni kuna watu ambao walikuwa wanaamini kwamba ili uwe shekhe utumie Kiarabu sana. Hata pasipokuwa na ulazima. Ndio. Basi utie Kiarabu. Yule akasema tu Mwenyezi Mungu amesema katika sura 19 aya 8 1 2 3 kwa Kiswahili. Watu wanamuelewa. Mmoja akaja akamsema kwani shehe, nyie mashehe mnaruhusiwa kutumia Kiswahili tu? Yaani na kujengea taswira ya jamii ilivyo. Yaani ili uonekane shekhe Kiarabu kiwe kingi. Huenda kile unachozungumza watu hawaelewi maskini ya Mungu. Tumia basi lugha ambayo itakuwa watu wataifahamu. Kwa hiyo na sisi tuna malengo ya kuhamia kwenye ngazi hiyo ya pili, kwamba sasa tuende kwenye kuhifadhi Qur'ani kwa Kiswahili. Yaani ukija pale limo usikilize kwamba bwana mtu anaulizwa swali hili na sura fulani, Mungu amesema pale kwamba hakika jahannama imekuwa ni yenye kuwanyemelea wanadamu 1 2 3. Aya inayofuata inasemaje? Aseme kwa Kiswahili. Yaani yule anayesoma ataondoka amepata maana kwamba Mungu amekusudia nini. Si haramu. Kweli. Na huyu anayesikiliza pia ataondoka kumbe kumbe mimi ninapofanya usengenyi Mungu anakasirika kwa usengenyi. Lakini aya zinasomwa
Mungu anatuambia, anapiga mifano kwamba kumsengenya ndugu yako, ayuhibu ahadukum yakula lahma akhihi maita fakarihtumuhu. Lakini mtu anasikia tu yale maneno, maskini ya Mungu, hajui Mungu amekusudia nini. Ni wachache katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa kiwango hicho cha ilmu kwamba ikisomwa aya ya Qur'ani akajua maana yake. Kwa hiyo wamama mwaka huu umeandaa hivi, lakini inshallah kabla ya Ramadhani inayokuja tutaandaa sasa Qur'ani ya tafsiri. Sasa simama na tafsiri yako, tutafsirie kwa Kiswahili. Maswali yatakuja kwa Kiswahili. Naamini jamii itazidi kutaalamika na itapata maana zaidi. Mwenyezi Mungu inshallah atutawalishie hili jambo, kwa sababu ni jambo pekee ambalo tunaliamini linaweza likaitengeneza jamii. Kama wenzetu waliweza kuitengeneza jamii kupitia Qur'ani, kupitia matendo mazuri. Na ndio maana mwanzo kabisa niligusa, ikitokea mtu kakufanyia baya, wewe mfanyie jema. Ndio Uislamu unavyotufunza. Basi ikitokea kuna mabaya hapo, tuyaondoshe yale mabaya kwa kutumia mazuri tuliokuwa nayo. Walillahi alhamdu, kitabu chetu cha Qur'ani ni kitabu kisichokuwa na dosari ndani yake, na ni kitabu pekee kinachohifadhika kwa wepesi. Basi tunaamini kwa Kiswahili pia kitahifadhika, na wamama itakuwa ni mfano. Mashaallah, shukrani sana, na wamama watakuwa ni mfano. Wakati umekwenda sana, na tukumbushe kwamba siku ni kesho. Kuanzia saa ngapi mpaka saa ngapi? Niwakumbushe watazamaji na niwaalike pia tumie fursa hii kwa niaba ya katibu mwenza wa mkoa Sheikh Habibu Salim Mwinge, Ustadhi Habibu Salim Mwinge, kwamba tunawaalika sasa watu wote wanaotusikia, zamu yetu na sisi Morogoro na wadau waliokuwa nje ya Morogoro wanaruhusiwa kuja kuhudhuria. Kesho tutakuwa na mashindano ya Qur'ani ya mchujo msikiti wetu mkuu wa Bomarodi kuanzia saa 2 asubuhi mashindano yataanza mpaka atakapokomekea. Na Jumapili kuanzia saa 2 asubuhi mashindano ya Qur'ani mpaka atakapokomekea. Tunawaalika sasa wale wadau. Wewe una zawadi yako ukapenda kuleta, tunakukaribisha. Mwaka jana alhamdulillah kuna mtu alikuja pale bwana akasema mimi namtaka mshindi wa kwanza nimpe redio ndani yake na msomaji wa Qur'ani akasikilize Qur'ani. Kweli. Basi na unakaribishwa, ukaleta kanzu, ukaleta nini. Baskeli. Mama Morogoro tuchagui zawadi sisi. Morogoro tuchagui zawadi. Sio lazima utulete gari au tulete. Yaani hata uje na kasha la nguruka. Tunapokea. Tunapokea. Limo tafadhali bwana. Ndio bwana. Tunapokea hata boksi la nguruka tunapokea. Limo anajua wakati tumetoka Kigoma mwaka juzi. Mwaka juzi tukasimama Nguruka. Nguruka unajua ni kijiji Sheikh. Nguruka ni kijiji kinatoa Nguruka. Nguruka ni kijiji, tukapata kuna mama mmoja hivi. Mama mmoja pale akaanga samaki, supu ya samaki. Habari nzito na chapati. Sheikh tuko Ramadhani. Basi tuko Ramadhani. Unaye bwana uwezo bwana. Unanitia huzuni bwana. Mimi sija kuepo safari. Nguruka ni kijiji Sheikh. Kijiji Kwa hiyo tunawaalika Waislamu wote na wale wadau wote ambao wanapenda kusikiliza mambo ya dini tuhudhurie. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Kuyatukuza mambo ya Mungu ndio cha Mungu wa moyo. Kweli kabisa. Kwa hiyo na sisi kitabu cha kwetu ni Qur'ani, tuje tuitukuze. Namna tunavyohudhuria kwa wingi ndivyo tunavyoonesha jambo letu tunalipenda sana, na tunaonesha kwamba na sisi jambo hili ndio letu. Mbona kwenye harusi zetu hatukosekani jamani? Bwana mtu mpaka getini mtu unafukuzwa. Na kuna mtu anasikia alitoka Dar kuja kwenye harusi ya Uchuli. Wapo. Basi na wewe toka hapo ulipo. Uje katika jambo la Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhudhurie, tulipambe. Shida ni moja tu. Imekuwa mambo ya dini kama vile ni ya watoto. Bwana. Kesho ukija elimu utaona. Vitoto hivi. Ustadhi hawezi kila muda, wewe nyamaza wewe Qur'an nasoma. Wewe yani yeye sasa ustadhi hawezi baada asikilize Qur'ani. Sana watoto kuwatuliza. Tuje watu wazima jamani. Sio basi kaa hapo baada ya dhuhuri tu urudi ukaandaa iftari. Sio shida, tuyatukuze mambo yetu, na kufanya hivi ndiko kunakosababisha jamii kuweza kutengenea katika maisha yetu tuliokuwa nayo. Mashaallah, saa moja kwa moja tuingie katika upande wa message kidogo na wasikilizaji wanasemaje. Anasema wallahi Radio na TV Man kwa ni elimu bila mipaka hapo kwenye kubadilisha mfumo nimepapenda. Allah ajalie na watu wepesi tujue maana Qur'ani na kuifanya kazi. Wallahi natamani hata hiyo siku ifike haraka kupata ladha kusikiza tafsiri ya Qur'ani. Anaitwa Mariam kutoka Kondoa Bicha pale. Bicha pale mimi maarufu sana Bicha. Unajulikana kwa jina gani? Maana huyu bwana unajua kwa jina gani? Wewe Kondoa kule Kigoma sasa kuna jina lako wanakuja. Haya huko tena Kondoa hilo tu. Kweli? Huyu bwana kuna baadhi ya sehemu ukienda kumuulizia anaenda na picha. Yeye unaonesha kabisa ushehe unafahamu. Anasema asalamu alaykum, anaitwa Jemedari Mlabibu Hassan Taruma Kimara. Hilo la mashindano kwa kuitafsiri Qur'ani
hilo ndilo hasa Hassan Tarume ndio kazi yake. Linatakiwa ili watu watambue Allah amekusudia nini katika hayo aliyosema. Sheikh, wallahi watu wameunga mkono sana katika hili. Ni jambo ambalo lina faida kubwa sana. Anasema kwenye tafsiri hapo ndo kwenye mtihani jamani. Yaani mfano mimi hata tafsiri ya dua ile ya Rabbana atina fi dunia hasana sijui. Tutafika wiki kwenye mashindano. Unajua limo. Kuna kitu kinafurahisha sana. Lakini cha masikitisho. Kuna watu ni kweli katika kumuomba Mungu, kuna watu wanaamini kwamba kimuomba Mungu akiluguru au kwa dua yake haifiki. Jamani, Mungu mbona lugha zote anazielewa? Hizo lugha wanadamu wote kawaumba yeye na lugha zao tofauti. Kwa nini asije kwamba kwa Kiarabu sijua lugha zake? Yaani lugha za watu aliowaumba Allah wajua watu. Kina dudukwe wale, kina dudukwe wale. Dudukwe unawajua? Wazabe. Ile ni watu Allah hiyo pia anasikia. Anamaliza daku yangu. Ndio. Anamaliza daku. Haya, Fadhila Mwando Abu Mselem Kisemvula Abu Mselem, Allah walipe kheri katika juhudi zenu. Amashe wote pia Sheikh Msikiti, Allah akupe shifa kwa imara zaidi. Amen. Haya, kuna ndugu yetu mmoja hapa anatufuatilia, anasema kwamba yeye anafurahi. Sema hapo studio mnanifanya natabasam kwa mada kuntu, mashallah. Allah wahifadhi na wadumishe katika Uislamu. Amin. Anasema elimu eti huduma ya kuku peponi. Ndiyo huduma ya kuku ipo peponi. Wala mitwairi. Wala sasa sikiliza, anasema hivyo. Wala kum fiha ma tashtahi anfusukum wala kum fiha ma tad'un. Sasa wewe utakachokiomba peponi Allah ata. Elimu ndio uzuri kwa tumuombeeni Allah twende tukaingie peponi. Ndio. Sababu haya yote tunayoona duniani haya ni kama mfano tu, vitu vyenyewe halisi viko wapi? Peponi. Wabashiril ladhina amanu وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها mnapenda kuoa wala hum fiha azwajun mutahhara hum fiha khalidun. Mutahhara shekhe, namuuliza mutahhara ndio. Sasa Talha atakuja kwa sura yake ya duniani kwa huko tuache sasa. Sana kama lukuti yani anarembeshwa. Ndio, anarembeshwa yeye, Allah anamrembesha. Kwa hiyo peponi tumtoe mashaka ndugu yetu. Tumuombe Allah tujalie twende tukaingie peponi. Amin. Anachokiona huko duniani kule ni zaidi ya hiki ambacho anachokisikia ladha hapa duniani kule ni ladhatu ladhidha. Yaani muongezeka. Allah nyama ya kuku kaitaja, hadi hapo kuna kuku, kwale, kanga, wala habitwaili hao. Jiwa unachanganyiwa hapo. Mimma. Usisahau bata. Ndio, na bato umekaa hapa, kuna mtu anaitwa Salsabila umekatiza hivi. Aina fiha tusamma Salsabila. Ndio. Mbona kuna raha sana. Haya, tunaendelea. Anasema Ustadh Dhosro umechangamka. Wewe unakuja kwenye vipindi shehe kama hivyo. Sio inakuwa haraka. Nizidi kuchangamka. Uzidi kuchangamka. Naam. Sasa ukikapika hapo usikuwa unawaza tena au sina nini. Haya, anasema tena unaweza kukaa peke yako kawaza kufa tu. Basi ndio mawazo yako tuko na waza wewe. Kasema ukweli huyo. Kawahi kunihusia wewe bwana. Umesema ukweli. Kanipa usia wake mara hizi? Mara 2. Si usemi. Yaani bwana huyu Sheikh anapunguza mawazo bwana. Punguza mawazo. Twende na message. Kwa mawazo sasa hivi huna Unajua anawaza nini? Huyu anawaza akiondoka Talha atamwacha duniani. Sasa je? Yeye hatoacha. Yeye hatoacha. Haya, anasema aitwa Abdul Kumani almaarufu Kibuta. Kwanza jamani, mnasalimiwa na Juma Kitunga. Juma Kitunga mzee wa Bimondo. Anasema inshallah bwana inaonekana ya kwako. Kuna bwana mmoja yuko Nasoro Koba anawasalimia. Ni mzee ana shida sana huyo. Koba mchochea kuni mbichi. Ndio. Mjini kuna mambo. Koba au baba huyo sijui kazi gani hafanyi. Dereva yeye. Muhadhiri. Fundi yeye. Muhadhiri yeye. Mpishi. Mpaka mpishi shekhi. Ala. Yaani huyu baba mpaka kupika. Sasa nashangaa hii kazi ya kupika naye. Imamu yeye pia. Mpaka imamu yeye sijui, lakini msikiti hana. Haya, wewe bado tuendelee. Baba njaa zitamuua huyo. Haya, anasema kwa diwani Mombasa huyu bwana anawasalimia sana. Anasema tuko pamoja. Message ziko nyingi sana.
Mwaliko hamna bwana, angalia hata moja bwana. Mwaka huu tunalikwa daku, sio iftari. Sasa hivi ni daku. Asema sifa ya dangi au amechangamka, hakika mashekhe zangu mmechangamka, Allah akulipe kheri. Ndoto mtu na busara zake kutoka pale Kondoa, mfugaji wa kuku. Asema yani shemeji yangu yupo hapo, haliharibiki jambo. Shemeji yake yuko hapo. Shemeji yake hajamtaja mtu jina. Wewe hapo. Wewe ndio mzee wako. Hautaja mara ngapi? Ngoja kwanza elimu, kuna nani anaoa kuliko wewe hapo? Haya. Anasema hapo kusoma Qur'ani kwa tafsiri nimepaelewa sana. Anaitwa Umu Shaima kutoka Arusha. Shukrani sana, wasalimie hapo Arusha. Anasema ongereni sana, Allah alipe kheri, hakuna kama Radio Iman. Haya, na asema anatoa nasaha kubwa na kali kwa majirani wote, ndugu wote ambao hawaishi vizuri na wenzao, pataneni. Akatoa nasaha nyingi ndugu yetu, basi tunakushukuru. Mmoja akasema mimi nitaomba peponi Imani Media iletwe. Ndio peponi yani sisi hama tandaoni. Imani Media iletwe peponi. Wala kumfia hama tashtahi anfusukum, wala kumfia hama. Alafu anatuona tuko pale. Sasa amalizie kuomba kwamba na sisi tuwepo sasa. Si ndio? Yani visiwe vyombo tu. Maana Imani Media inaweza ikaenda kule peponi kwa sauti zetu zikawepo, sio wenyewe tu. Bana. Alafu yuko Ninga, si hatumo. Umeona? Au tumewekwa sehemu nyingine. Au pepo nyingine. Au pepo nyingine. Sio tunaomba pepo hapa. Wewe pamoja. Sio tunaomba pepo tu. Tunaomba pepo, tuombeane pia tuingie peponi. Tena ile Firdaus. Firdaus. Ukasema mkimuomba Allah pepo, muombeeni pepo ya juu. Hii inatufundisha tukiomba kwa Mwenyezi Mungu, kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tusiombe vitu vidogo vidogo. Tuombe Mwenyezi Mungu, mimi naomba ukinjanie nipate kijumba changu tu. Sio omba ghorofa. Sio kama Allah. Yeye Allah ndiye atakuchagulia sasa. Akupe ghorofa au vipi, lakini wewe ukiomba omba kikubwa chenye kheri. Ndio maana hapa duniani ukiona tajiri ana magari 10 ukienda kuomba sio kama utabeba gari moja uondoke nalo. Bana naomba ila futari. Magari unamwacha yeye. Magari unamwacha na matairi yake. Lakini Allah atakaomuumbe vitu vikubwa. Asante. Haya, muda unakwenda kweli kweli. Lakini jamani, mashauri wangu wanatualika kesho. Hebu tupe ramani ya Boma Road, unapitaje? Boma Road haupotei wewe. Boma Road kaka ndani muda mrefu. Siwezi kupotea. Ukitokea barabara ya Msamvu. Barabara ya Msamvu. Unakwenda nayo moja kwa moja mpaka Kiplefti pale. Kuna viplefti viwili. Kuna cha Masika unakizunguka kile. Unakwenda mpaka Kiplefti stand ya zamani ile ya mjini. Sasa ukizunguka ukishazunguka pale unakizunguka tu ile. Alafu unaika upande upi? Unanyosha moja kwa moja. Kama unakwenda. Maana ukienda hivi Kingo. Ukienda huku sawa. Unatafuta Kalume. Sawa. Unakwenda tu moja kwa moja mbele, yani hapapotezi. Tuelekeze kwa sababu unapajua. Ukifika kwenye hospitali ya Jabal Hira. Sawa, ndo alama kubwa tuseme. Hospitali ya Jabal Hira pale unaingia kushoto uko msikitini. Hapa potezi. Ndio. Ukipotea tena msikiti wa Boma Road wewe utakuwa una matatizo. Sasa kuelekeza watu wanatoka Chamwino kwa sababu yana watu wa Chamwino kwa kweli watapanda bajaji. Watu wa Chamwino hawapotei. Watu wa Chamwino wote wanapajua. Watu wa Chamwino hawapotei. Boma Road hawapotei hata kidogo. Kwa watu waje wangapi au waje tu waje wao wabebane migongoni, wabebe kwenye bajaji, kwenye mafuso, kwenye basemitela, wao waje kadiri ya uwezo wao. Asibakie mtu Chamwino kesho. Kweli. Umenikumbusha kuna mashindano ya Qur'ani kijijini huko kabisa. Naam. Huko simezi watu wanakuja na magari nini na nini. Watu kwa kuja na trekta shekhe. Jamaa kaika kwenye bodi hapo. Huyu na trekta likidunda mnadunda wote. Alinesi lile. Huyu anajua. Ilikuwa na Vyadigwa. Wapi? Vyadigwa. Ni wapi? Kilindi hiyo. Handeni huko. Sio Handeni, Kilindi. Tanga. Nusu juzuu, robo juzuu ni kuanzia suratul Fatiha mpaka Alamtara. Mashaallah. Kasimama baba huyo. Kutembea huko shehe, tutembee sana tuone tujifunze. Kwa mashindano ya Qur'ani ni nini? Nusu juzuu. Robo juzuu. Alifanya robo juzuu. Kuanzia suratul Fatiha. Pale kulikuwa katika juzuu amma kuna makundi manne. Kundi la kwanza ndio limeishia mpaka Alamtara. Alafu kulikuwa na kundi mpaka inanzalnahu. Alafu kulikuwa na kundi mpaka idha shamsu kuwirat. Ligeo wanamalizia. Ligeo wanamaliza. Sasa na watu hapo wameshindana. Wapo na watu wamejaa, si ndio hivyo? Watu wengine mtu kapiga kiremba, bonge la kiremba. Alafu ndo kahifadhi robo juzuu. Mpaka tabatiada. Mashaallah. Alafu anagongewa Sheikh rudia. Alimuuliza ina ataina kalkautar. Inofuata mtu akawa na kigugumizi hajui. Faswali rabbika kunna. Faswali li rabbika. Imekata hapo haya. Nitafuta.
Mashaallah. Tusome na tutembee. Tusome na Kumbe tutembee. huku kuna watu wanasoma mpaka juzu 30, kumbe kule juzu moja lakini imekatwa. Robo juzu. Kwanza Na kava kilemba. Unampata wapi mtu ambaye amemaliza juzu 30? Sio kwa kuhifadhi, yani hata kwa kusoma tu. Utampata wapi? Huyo unayemkuta yuko ana miaka 3 chuoni. Na hii elimu inatupa fursa sisi kufanya bidii sana kwenye kusomesha. Ndio. Na kwenda kwenye kuwekeza kwenye maeneo kama hayo. Unaona kwamba hapa kweli pana mahitajio. Ndio. Kuna kitu hapa kinahitajika, lakini naamini toka kipindi kile mpaka sasa hivi kwa vikao ambavyo tumekaa na walimu tukashauriana tukaambizana watakuwa wako mbali sana. Naamini hivyo. Kweli. Nikupe mfano mmoja Limo. Hapa kama naenda Mkoyuni kuna kijiji kinaitwa Madama. Kuna mzee wetu mmoja anaitwa Mzee Chizenga yuko Kenya huyu. Pale ndo alipozaliwa. Tulianzisha pale mashindano ya Qur'ani nakumbuka kama miaka 3-4 nyuma inafika. Tulianza pale hali ilikuwa mbaya sana. Yaani mtu anasoma mpaka unajiuliza, sasa tunafanyeje hapa, tunahukumu vipi? Lakini tukaenda kadri tukimaliza pale, tunakaa vikao na walimu tunawapa jambo. Leo ondokeni na hukumu ya nun sakina tu. Nun sakina ikikutana na herufi za idhari na kuaje na hiki tunawaacha. Mwakani tunawapa hiki. Mwaka huu tunawapa hiki. Basi matunda yaliyopatikana mwaka jana katika mashindano walioshiriki. Tumepata mtu wa kwanza kutoka huko. Mashaallah. Yaani tunaonesha kwamba hakuna binadamu ambaye habadiliki. Watu wanabadilika. Watu wanabadilika, lakini mabadiliko yanahitaji juhudi. Ili watu wabadilike, juhudi ifanywe. Na kweli tulikuwa tunafanya semina mbalimbali, tunakwenda tunazungumza nao, tunawaelekeza, ikafika hatua wao wenyewe sasa ndo wanapiga simu. Hapa nimekuta hivi na hivi inakuaje? Alhamdulillah hata kesho watakuwepo na utakuta anachukua nafasi. Ndio. Na sasa hivi tumeanzisha Mvuha. Mwenyezi Mungu akipenda Mvuha ni Jumamosi inayokuja baada hii. Pia tuwaalike wadau ambao wanakaa maeneo ya Mvuha. Mvuha ndio sasa. Kule yuko Sheikh Mselem kule. Mashaallah anapambana. Mwanafunzi wangu. Mselem mwanafunzi wako Wewe ukimwambia mwenyewe anajua. Sheikh msikiti au anajua namna gani. Kwa hiyo pia nao tutaunga mkono inshallah wale ambao wanakaa maeneo yale pia nao wahudhuria. Hata mjini toka nenda kasikilize. Kasikilize kweli Qur'ani hali ikoje kwa vijijini. Lakini pia hawa wenye uwezo Mwenyezi Mungu akiwawafikisha. Wao wanatoka nje, wao wanatoka nje ya maeneo. Sasa ndugu yetu Nasoro Koba hasa namuomba Sheikh Aweso aongeze mke wa 3. Na afya hii. Hao mbili zinatosha kwanza. Hawa wawili unajua ni mkongojo hawa. Wenyewe anambebaga mmoja anakaa kulia mmoja kushoto. Zinatosha. Haya 3 atakaa wapi? Asema kwanza Sheikh Msikiti kwanza na Ustadh Hafidh Allah wahifadhi na uamamu idumu daima dawamu. Hakika wana malengo mazuri. Limo msalimie Sheikh Wesu, nimefurahi kumwona tena studio. Dada mkubwa Fatima Hussein wa Hizbullah Makoka anakukaribisha futari ya makande. Huendi wewe. Huendi sina kujua. Huendi. Ungesikia kuna mambo fulani hivi yale. Shombo zile sawa. Alafu lazima kuwa kuna raya shombo lazima unawe na sabuni. Na sabuni Na sasa hivi kuna mfumo. Unashoka mtu anakula mchicha kana na sabuni. Hapana. Sasa hivi kuna mfumo limo umeingia. Ukialikwa kwenye futari unamwangalia kwanza mwenyeji ananawa vipi. Ichunge. Acha bwana. Ukiona watu wakusakazia wewe ndio mwenyeji na wewe watu wanaangalia kinakuja nini. Wakikuona unanawa ncha ya vidole tu ajua hapa leo kuna tabi hapa. Tabi na viazi. Wanawa hapa. Lakini ukikuta mtu ananawa mkono mzima, ndio kuna wale sabuni baadaye. Mashaallah wewe umepona. Hivi mna tabu. Allah azidi kutupa afya njema. Mimi ndo nasikia leo. Na ngoja tumeze kipindi tutaenda na mengine. Sasa karibu wewe usifunge kipindi. Leo huyu asifunge. Funga yako. Leo ngoja. Nitakufungia. Sama naomba nifunge wewe. Kwanza Limo si tushukuru kwa kupata fursa hii. Tumezungumza mengi. Ndio. Na yote tuliyozungumza ni kutafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Na tumekuwa tukifurahishana sababu inawezekana muda mwingi hatujakutana. Lakini tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala haya ambayo tumeyazungumza yaingie katika nyoyo, yawe yametoka katika nyoyo, yawe yameingia katika nyoyo. Kuna pointi ya msingi Sheikh Hafidh alizungumza. Amani katika nchi yetu ni kitu cha msingi sana. Naam. Yaani katika mambo yote tutayazungumza, lakini amani ni kitu tumekaa hapa tumetulia. Sababu tuna amani. Leo wenzetu Kongo imekuwa ni mtihani kweli. Sudani kwa imekuwa ni mtihani. Gaza huko Palestina ni tatizo. Kwa hiyo kuna maeneo mengi ambayo watu wanakosa amani, hawana hata uhuru wa kuabudu katika huu mwezi wa Ramadhani. Lakini sisi Allah ametupa hii amani tuilinde
amani yetu. Lakini la pili ni nyinyi watendaji wa Imani Media. Naam. Kazi mnayofanya leo, napenda nirudie tena. Kazi mnayofanya, mnafanya kazi kubwa sana, na hatuwezi kuiona kazi yenu, hamwezi kuiona kwa macho hivi, lakini kuna wakati Allah atakuonyesha kazi unayofanya. Wakati kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Wakati wa kutolewa roho, Sheikh, ndio unaona ili jambo kumbe kwangu lilikuwa lina faida, ili jambo kumbe kwangu lilikuwa ni hasara. Lakini tumuombe Allah wakati wa kutolewa roho zetu, Allah ajalie tuonyeshe yale mazuri. Yale mabaya Allah awe ametusamehe tusiyaone, kwa sababu tukiyaona mabaya kurekebisha pale hatuwezi tena. Yani kurekebisha yale ambayo tumekosea hatuwezi tena. Kwa hiyo afadhali tuone mema, hata tujute kwa nini hatukufanya mema zaidi, lakini tu tumeyaona kwa mema kuliko kuyaona yaliyokuwa mabaya. Kwa hiyo itakuwa ni hasara. Lakini la pili, tuendelee kushirikiana, kusaidiana, kuwa pamoja. Lakini la mwisho kabisa, katika dua zetu zote tunazofanya, tusimsahau mwenyekiti sana. Tusimsahau mwenyekiti kwa jitihada zake na kujitoa kwake, na mambo anayoyafanya yanayoonekana na mambo anayoyafanya akiwa hayaonekani, ambao ni siri kati yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Bado sekunde 10. Tumuombee dua Allah ampe afya iliyokuwa njema. Amin. Allah ampe umri mrefu. Yani unaweza ukasema mbona tumuombee dua kwa Allah asizeeke. Hii ni jambo ambalo haliwezekana, lakini Allah ampe umri mrefu wenye manufaa. Allah ampe mwisho mwema yeye pamoja na sisi. Lakini kichombo Allah akivushe kutoka hapa kiende sehemu nyingine. Lakini 10 la mwisho ili Waislamu tuasisitize sana kwenye kufanya ibada. Kama mtu alizembea katika siku zilizokwisha, hizi siku zilizobaki ndio siku muhimu sana katika Ramadhani. Kazi Allah aweze kutulipa malipo mazuri inshallah. Tutakutana inshallah Jumamosi na Jumapili kwenye mashindano ya Qur'ani Bomaroni. Tutakutana na mvua hapo. Uje na familia yako sana. Uje na familia yako. Uwe mfano. Kidude kitajanti kile. Na kizima kile. Mbona mashaallah ile tairi moja mbona kana bendera. Ndio lazima vipishane kile Mbeya. Alafu kikifika Mbeya kile kinajaza mafuta. Kipindi kimeisha. Na mtazamaji na msikilizaji, tunakushukuru sana. Alikuwa na Ustadh wetu Rajab Siri almaarufu Sheikh Msikiti, lakini vile vile Hafidh Marashi kubwa anatualika kwenye mashindano ya Qur'ani. Mengine mengi mazuri wamezungumza, asiwezi kuyarudia, lakini mazuri sana wanayo na mipango mizuri. Tuombe dua waweze kufanikisha kile ambacho wamekizungumza hapa. Mpaka hapa tuna ziada, tukutakie Ijumaa njema. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.